Tutaanza na Petero wa kwanza. Topic ya leo ni mshtaki wako, jinsi ya kukabiliana na mshtaki wako, ama jinsi ya kupiga mshtaki wako, ama jinsi ya kumnyamazisha mshtaki wako, the person mwenye waga anaenda kukushtaki. Alright, tutasoma kitabu cha Petero wa kwanza chapter 5 for those who are reading. Chapter 5 verse 8 inasema, jilindeni na muwe na kiasi na kukesha. Alright, mjilinde na muwe na kiasi, moyo wa kiasi na kukesha. Kukesha nini? Kukesha kwenye maombi, kukesha kwenye maombi, kukesha kwenye kutubu, kukesha kwenye kufunga. Naendelewa? Kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba anaguruma, kama simba agurumaye, huzunguka zunguka akitafuta mtu wa kummeza. Mshtaki wetu Ibilisi kama simba, yani agurumaye, anazunguka zunguka akitafuta mtu wa kummeza. Anazunguka zunguka akitafuta biashara ya kumeza. Anazunguka zunguka akitafuta nini? Nyota ya kumeza. Ndio maana Biblia imesema amemeza mali, ameweka tumboni mwake, Bwana atayatoa. Amemeza mali. Mshtaki wako amemeza ndoa, mshtaki wako amemeza nyota, mshtaki wako amemeza biashara. Na kimeza biashara anakuwekea roho ya poverty. Amekuibia, anakuachia pepo wa poverty. Ndio maana ile Biblia katika kitabu cha Luka, yule mama alikuwa na pepo la udhaifu, amepinda mgongo, amefungwa. So kuna kitu kilibiwa chake, akatumia pepo kikamfunga. Yule mshtaki wake akamtumia pepo. Sheria za kuzimu ni kupinga kazi za Mungu. They go against everything that is good. Ndio maana Paulo alikuwa anamwambia Elima, ewe mwana wa Ibilisi, umejaa hila, ukosi kuzipotosha hila za Bwana. Wewe ni adui wa vyote vilivyo vyema, ni adui wa vyote vilivyo vyema. So akichukua nyota anakuachia depression, akichukua nyota anakuachia poverty, anakuachia magonjwa. Ni mshtaki wako. Biblia inasema, again I repeat, 1 Peter chapter 5 verse 8 inasema, jilindeni na muwe na moyo wa kukesha. Kukesha, mkuwe na moyo wa kukesha, yani muombe bila kukoma. Kwa kuwa yule Ibilisi, mshtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye na kuzunguka hapa na pale akitafuta kummeza. Anazunguka, the guy is roaming around. Kama vile ukisoma kitabu cha Ayubu, the guy was just roaming around, kuzunguka huku na kule na kule, mpaka Mungu alipomwona akamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Shetani akaanza kubishana na Mungu. Oh Mungu, umemzunguka kwa ukingo pande zote, ukabariki kazi ya mikono yake. Unaona? Anaenda kukushtaki, anangojea ufanye kitu kibaya tu akushtaki. Akikushtaki kwa bahati nzuri ama mbaya, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. So ukikuwa kwenye dhambi, ule jamaa anapata uhalali, ama anapata uhalali wa kukushtaki ukiwa kwenye dhambi. Ndio maana tunaambiwa tukeshe sana, tukue na maombi mengi, jitakase sana, uwe na moyo wa kiasi, asipate nafasi kwenye maisha yako. Alright? Biblia inasema, mkaribieni Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kumkaribia Mungu ni kumkaribia kwenye maombi, kwenye utu wema, kwenye kukesha, kwenye kumsifu, kwenye kufunga, na kumkaribia Mungu. Ule mshtaki anazunguka hapa na pale na pale. Tutasoma kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 10, okay, for those who are reading, chapter 12, sorry. Ufunuo 12 verse 10. Revelation 12:10 inasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu. Sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Ametupwa kutoka wapi? Kutoka chini, okay? Ametupwa kutoka juu, ametupwa chini. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. The guy is roaming day and night. Anazunguka day and night. Wachawi wanaroga mchana, wanaroga usiku. Wanaroga mchana, I will show you how. Wanaroga mchana. Hawalali.
Ni sisi tu kwa kuwa tumekosa maarifa, tunalala kwenye maombi, tunalala hatutaki kupigana, hatutaki kutumia mamlaka ya damu ya mwanakondoo, hatutaki yani tumefungwa mpaka hatutaki. Ndio maana watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sisi tumekosa maarifa, lakini tuko na nguvu, lakini tuko na mamlaka, tuko na uweza, na aliye ndani yetu ni mkuu, lakini tunakosa maarifa. Wachawi hawalali, kuzimu watu hawalali, na kuzimu hakuna kitu kama huruma. Kwa Mungu ni njoo tusemezane, ingawaji dhambi zako zimekuwa nyekundu kama damu, na mimi nitazifanya kuwa nyeupe kama theluji, na ukifuata maagizo yangu utakula mema ya nchi. Kuzimu hakuna njoo tusemezane. Nienda kamroge mtu fulani, yes sir, nimesikia, naenda kumfunga hatapata mtoto, naenda kumfunga hatapata ndoa, naenda kumfunga. Akikataa ule jamaa anapigiliwa mbali. Ndio maana baba anaweza ingia kwenye devil worshiping, akaambiwa kuanzia leo utakuwa spiritual spouse ya mtoto wako. Kuanzia leo wewe, ingawaji umeoana na mtu fulani, you are in marriage with this person, wewe ndio boyfriend yake, lakini kuanzia leo wewe tutakuwa spiritual spouse wake, utammiliki kwenye ulimwengu wa roho, utatumika kuiba nyota yake kupitia tendo la ngono. Hakuna huruma. So tutaendelea kusoma nitaanza tena Ufunuo 12 verse 10. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka wa Kristo ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao umo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kwamba wakati wake ni mchache. Ametoka mbinguni, ametupwa. Biblia inasema ole wa nchi na bahari. Ametupwa kwenye nchi na bahari. Ametupwa kwenye nchi na bahari, na ni mshtaki wetu. Anataka kumeza biashara, anataka kumeza ndoa. Shetani ni roho, lazima apate mwili wa kutumia. Anything without body haina legitimacy. Haina legitimacy in Swahili, how do you say? Hayana mamlaka, lazima yapate mwili. Shetani anatumia mwili. Ndio maana kuna wachawi, ndio maana kuna waganga, kuna wasihiri, kuna wasoma nyota. Wanatumia roho za watu waliokufa. Watu wamefungwa kwenye bahari, watu wamefungwa kwenye machupa za watu, watu wamefungwa kwenye mapango za watu, wanangojea hukumu. Ndio maana Biblia inasema mito bahari itaachilia wafu walio ndani yake ili wapate kuhukumiwa. Bahari na kuzimu. Kuna watu wamefungwa kwenye bahari. Ndio maana kuna watu wakilala wanajiota kwenye bahari. Kuna watu wakilala wanajiota wapi? Kwenye mapango. Kuna kuzimu tatu. Kuzimu imegawanya mara tatu. Kuna kuzimu ya anga, mahali alipotupwa shetani kutoka juu. Kuna kuzimu ya juu, kuna kuzimu ya nchi, alafu kuna kuzimu ya bahari. Ndio maana unasikia kuna malkia wa mbingu, unasikia kuna the prince wa anga wapo, alafu unasikia kuna wakuu wa nchi. Kuna waganga wanafanya uchawi wao kwenye mapango, kwenye mapori. Unasikia mtu anasema nilikuwa nimefungwa kwenye choo. Unasikia mtu anasema nilikuwa nimefungwa juu ya, anajiotaga anafanya kazi kwenye mashamba, amefungwa kwenye nchi. Alafu kuna wale wanaota wanafanyishwa ndoa kwenye bahari. Wanalala usiku. Wachawi wanarusha mayai kwenye bahari, wanaingia ndani. Uliota kwenye bahari, probably ulikuwa umefungwa kwenye bahari. Kuna kuzimu kwa bahari. Na kuzimu, it has a lot of branches kwenye bahari. Kuna vitengo, there is hierarchy kuzimu. Kuna hierarchy. Kuna kuwaga na hierarchy. Ndio maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme, ni juu ya mamlaka, ni juu ya majeshi wa pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. So kuna wafalme, kuna wakuu, kuna wenye mamlaka, alafu kuna pepo wachafu na majeshi wa pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho wamejipanga. Ndio maana Biblia inasema wakuu wao tutawafunga kwa pingu na wafalme wao kwa minyororo ya chuma. Tutawafunga wale watu. Tutawafunga. Hakuna mtu awezaye kwenda kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu asipokumfunga. Akimfunga atateka nyara silaha zake. Silaha za magonjwa utaziteka nyara uziteketeze. Silaha za kuzimu utaziteka nyara. Silaha za kuibua nyota utaziteka nyara, uzipaswe kwa damu ya Yesu. So tumeona kuna mshtaki wetu. Ndaonyesha example kwa kitabu cha Ayubu 1:6. Vile shetani anafanya kazi, vile anavizia maisha yako. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Mungu. Shetani akaenda kati yao. You see, the guy is following you.
kushoto anakufuata. Ndio maana kila mara ukitembea, ukiwa kwenye kazi, ukiwa kwenye ofisi, learn to cover yourself with the blood of Jesus. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Maombi tu, hata kama ni kimoyomoyo. Hata kama ni kimoyomoyo, unakuwa na maombi mengi. You cover yourself with the blood of Jesus. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, lilikali kuliko upanga ukatao kuwili. Okay? Linachoma hata kuzitawanya nafsi na roho. Ni jepesi hata kujua makusudi ya moyoni. Okay? Makusudi ya moyoni na mawazo makusudi ya moyoni na mawazo ya rohoni. Unanipata? Yanajua paka makusudi ya moyoni. So unaweza kuwa unaomba kimoyomoyo, sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najiwekea ulinzi kwa damu ya Yesu. Wachawi na wafyeka. Ule mshtaki wako akikuja kujihudhurisha, when he comes to be close to you, anaungua, anafyeka. Unaweza sema hata najigeuza anakuwa moto, najigeuza anakuwa miali ya moto, najigeuza anakuwa simba. Anakuja anaota anapata simba. Anashangaa, kwani huyu mtu ni mchawi kama mimi? Kwa kuwa wachawi wamezoea kubadilisha umbo. Wamezoea kubadilisha umbo. Wafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miali ya moto. Wewe pia unaweza geuka ukakuwa miali ya moto. Kwa kuwa wafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miali ya moto. Sema I turn myself to be fire by the blood of Jesus. Akikuja kujihudhurisha mbele zako, anaungua. Ule mshtaki wako akija kuiba information, anaungua. Alafu sana unachunga unaongea nini? Unachunga. Kuna siri ziko moyoni mwako. Kimjaacho mtu rohoni mwake ndicho kimtokacho. Unaweza pata umefurahi sana, unaanza kusema dream zako. Umefurahi sana, unasema mimi naenda kuoa juzi. They are around you, remember? They are around you. Wamejihudhurisha pamoja na wewe. Mshtaki wako amekuja, wewe ushatoa siri yako. Na hujui kuomba, haujui kukaa kwa utakatifu. Wewe uko na ile maombi ya baba njoo, baba nimenyongwa, baba kweli baba ona vile wamenikanyaga jana, tendo la ndoa nimefanyishwa Monday to Monday. Unaamka unafikiri umefanya mapenzi na crush wako, kumbe si crush wako. Mungu akikufungua macho utashangaa, joka, umefanya mapenzi na joka, umefanya tendo la ngono na simba. That's why ni vizuri kuwa msiri. Ni vizuri kuwa msiri. Afadhali ukitaka kuongea, kutoa ya moyoni, afadhali useme wachawi na wafyeka kwa jina la Yesu. That's better. Kwa sababu gani? Maneno yako yana nguvu. Maneno yako ni kama upanga ukatao kuwili. Mungu ako ndani yako na neno la Mungu ni moto lao. Na neno la Mungu ni kama wewe, yani wewe ndio muumbaji pamoja na Kristo. Ukisoma kitabu cha Methali, ulikuwemo Mungu alipokuwa anaitandaza nchi na bahari. Ulikuwemo kama fundi stadi. Ulikuwa lakini kama ulikuwa rohoni, ulikuwa roho. Kabla sijakumba na likutakasa, kabla sijakuweka kwenye tumbo la mamako na likuchagua, nikakufanya kuwa kuhani juu ya mataifa, ili kuvunja, kuharibu na kuteketeza. Yani Mungu ulikuwa, yani you are there. So when you're talking, learn to talk kutoa yani usitoe siri zako, unakuwa msiri. Afadhali utoe upanga useme na wafyeka na wavunja na wateketeza. You speak highly about yourself. Unaona? Unajitamkia mema. Alafu unajikava with the blood of Jesus. Unapigana nao sasa, unavaa mamlaka. Mimi niko na raha leo. So tutaendelea kusoma kitabu cha Zakaria 3:1, chapter 3 verse 1. Tunakimbizana na muda afu tuanze kufika. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele za malaika wa Bwana, na shetani amekaa mkono wake kuume tayari kushindana na yeye. Unaona? Huyu ni mshtaki wake sasa. Amekaa mkono wake kuume tayari kushindana na Yoshua. Yoshua kwa mbele za malaika wa Bwana tena. Like you are before God. You are before the angels of God. Na shetani ako right on your side, on your right hand side. Tena mkono wako wa nguvu, mkono wako wa nyota, mkono wako wa biashara, mkono wako wa ndoa, mkono wako wa baraka. Ndo amekaa hapo sasa. Kushindana na wewe sasa. Anataka kushindana na wewe sasa. Alafu wewe uko kwa yale maombi ya Baba, shuka ubariki chakula changu. Mungu ashuke kutoka juu kuja bariki chakula chako. Na Mungu anakuambia mbingu ni mbingu zangu, nchi nimekupa wewe. Mungu anakuambia mbinguni kuna kiti changu cha enzi na hapa duniani ni mahali naweka miguu yangu. Mungu anakuambia nimekupa mamlaka ya kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Wanamwambia Mungu shuka ukuje ubariki omena. Mungu anashangaa, malaika wanashangaa, na amekupa mamlaka.
Mungu amekupa mamlaka. So wakati tunasimama, tumeona shetani anakaa mkono wako wa kuume wa baraka zako. Ndio maana Biblia inasema, kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema, na kujua ukaapo ni mahali kuna kiti cha enzi cha shetani, mahali mtumishi wangu Antipas aliuliwa, pahali akaapo shetani. Pahali akaapo shetani, yani pahali akaapo shetani kwenye mkono wako wa kuume, ndipo akaapo shetani. Hapo kwenye mkono wako wa kuume anaiba biashara kutokea pale, anaiba nyota kutokea pale, anaiba watoto kutokea pale, anakufunga kutokea pale. Pahali akaapo shetani. Lakini wewe lishike sana jina la Mungu. Ukilishika jina la Mungu, Mungu anakwambia, Yesu anakwambia, ukilishika jina lake atakupa mana iliyofichwa mahali pasiri. Alafu ataliandika jina lako kwenye jiwe jeupe. Kuandikwa jina lako kwenye jiwe jeupe ni kupatiwa ufalme. Mungu anatoa watu kwenye mavumbi, anawaketisha na wafalme. Mungu anasema, siwezi karibisha karibu kuzaa, nikashindwa kusababisha kuzaa. Yani Mungu anakuinua, anakutengeneza. Yeye ndio mfinyanzi. Yeye ndio mfinyanzi. Wewe ni chungu, anakutengeneza, alafu anakuketisha na wafalme. Anakuketisha na wafalme. Usishangae umeanza kuomba, unapigwa, unashangaa unanyongwa, ndio kutengenezwa kule. Kumbuka Wanaisraeli walipofika Kanani, Mungu akaacha wafalme 5, akaacha Wayebusi, akaacha Waperezi na wafalme 5 wafalme 5 wa Kanani, ili wale watoto waliotoka Misri wajifunze vita. Unaona, kuna mambo yameacha ujifunze vita. Mungu sitaona, Mungu anaona, lakini nataka sasa useme, kwa damu ya mwanakondoo navaa mamlaka. Amenijia kwa magonjwa sawa, amenijia kwa shetani sawa, amenijia kwa ufukara sawa. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa. Unaingia kwenye ulimwengu ya imeandikwa. Imeandikwa. Ukiingia kwenye ulimwengu ya imeandikwa, ni Mungu anaongea. Biblia inasema, ulituma neno lake kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Ulituma neno. Mungu lituma neno. Sema imeandikwa. Mungu lituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Imeandikwa. Mimi ndio silaha, mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Yani wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa wewe utapiga wafalme, kwa wewe utapiga mataifa. Yani kuna mataifa unafaa kuyapiga. Unasema, mshtaki wangu amenijia kwa magonjwa, na mkamata na mfunga. Mshtaki wangu amenijia na ufukara, na mkamata na mfunga, na mpasua na mfyeka na funja na dai nyota yangu. Nakataa kutembea kwenye madhabahu ya magonjwa, nakataa kutembea kwenye madhabahu ya kufungwa. Amekuja kama spiritual spouse sawa, na mkamata na mfunga. Maana Biblia imesema, mwenye haki hata akianguka mara 7 anaamka tena. Hata waanguke mara 7 anaamka tena. Lakini wao ni one touch dead. One touch dead. Unapiga mchawi kwenye ulimwengu wa roho, paka akipeleka jina lako kuzimu. Kuzimu anasema, kama ni huyo, kama ni huyo, muache tu. Paka shetani baba ni anakuwa baba wa uongo. Anapeleka anambia, manzejo, baba, yule jamaa ule msichana alinichoma. Baba yao anamwambia, ule msichana pia ni mchawi, lakini wewe si mchawi, wewe unamtumikia Mungu. Wanaomana sana wachawi wanapenda kuita wachawi. Ukianza kuwafyeka, wanashangaa, wewe kwani ni mchawi? Umejua maarifa wapi? Sema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, umepewa mamlaka kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Yani wewe sasa, akikuita mchawi usishindane naye. Wewe ingia kwenye ulimwengu wa roho. Mchawi akikuita mchawi, nyamaza, usibishane naye. Ukianza kuwapiga, watakupigia simu, achana, usibishane nao. Wewe ingia kwenye ulimwengu wa roho, utawaona. Akija kama simba, akija kama nyoka, akija kama sijui ng'ombe, sema kwa damu ya mwanakondoo imeandikwa, mimi ni mwana wa Mungu lai, na vua umbo lako kwa damu ya Yesu. Utashangaa. Utaomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 utamuona anakuja hivi. Utashangaa, wewe si ni mjomba, wewe si ni shangazi, wewe si ni jirani. Kumbe wewe mwanga, wewe unaruka usiku. Unashika silaha zake unazipasua. Biblia inasema zile silaha zao, yani kigao na ngao, zitatumika kama kuni kwa muda wa miaka 7. Zile silaha zao za magonjwa unaziteketeza kwa muda wa miaka 7. It's you to take control. Ni wewe kuvaa mamlaka, ni wewe, kwa kuwa wewe ndio uliletwa duniani. Yani akili ya Mungu ilikuwa vile shetani alitupwa, baba wa uongo, mshtaki wetu alitupwa. Mungu akataka kutengeneza jeshi lake hapa duniani. Akatutengeneza sisi uzao wa mwanamke. Ndio maana Biblia inasema uzao wa mwanamke utamponda kichwa. Tukaletwa pia sisi hapa duniani ili tufanye nini? Tumiliki sasa. We are the rulers, yani sisi ndio wafalme yani katika nchi. Sisi ndio mikono ya Mungu katika nchi. Yani sisi ndio mikono ya Mungu. Wao wataaibika na kutayarika. Biblia inasema kila ashindanaye na Bwana atapondwa. Kutoka mbinguni Bwana atachilia radi.
Bwana atahukumu miisho ulimwengu. Pembe za wenye haki zitainuliwa na pembe za waovu zitakatwa. Biblia inasema pembe za Moabu zitakatwa na mkono wake wa kuume utavunjika. Mkono wake wa kuume, yani mkono nguvu adui yako utavunjika. Tunaona kama atakupiga na mkono wa left. Ule ni mkono mlegevu ule. Na ule mkono mlegevu unaukamata pia unauvunja. Tunaona kama atakupiga na hedi. Silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Nataka sasa tuingie kwenye mamlaka sasa ya kuvunja. Nataka tuingie kwenye vita sasa. Tushaona kumbe kuna mshtaki wetu. Na mshtaki wako anaweza kuwa ni mtu mwenye mwili ama mtu asiye na mwili. Right? Inaweza kuwa mtu amekufa, roho yake imeshikwa kuzimu. Huwa wanatumwa kukuwinda. Anaenda. Pepo linatumwa kukuwinda, anakuvizia. Ndio maana kusoma kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 35 verse 4 inasema, waibike na kufedheka wanaotafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonifanyia mabaya. Kuna watu wanatafuta biashara yako. Ana mwili na mwingine hana mwili. Si lazima kuwe na mwili. Anaweza kuwa hana mwili, ni roho. Lakini roho, unajua wewe kwenye macho ya damu na nyama hauwezi kuona watu. Lakini wapo wachawi wako na macho ya rohoni. Na wapo watu wa Mungu pia wamepewa uwezo wa kuona rohoni. Mapepo wanatoka, watu pia waliokufa wanatumwa. Mtu anatoka kwenye mwili wake. Ndio maana kuna wamama wachawi ama wababa wachawi, unamwona saa moja amesinzia. Nishakuwa karibu na mmoja, saa moja amesinzia hivi. Alafu ukimshtua, ukimwamsha, anaamka kama ameshtuka. Alikuwa ametoka kwenye mwili ule. Mchawi ameenda kuroga, anazunguka huku na kule akiwinda roho za watu. Usiku wachawi wanalala. Unaona mtu amelala, kumbe ametoka kwenye mwili wake. Akitoka kwenye mwili wake, anaingia kwenye ulimwengu wa roho. Anaanza kutafuta nyota. Alafu anaenda, anasema nimeona nyota ya pesa pale, nimeona nyota ya biashara pale, nimeona nyota ya akili pale. Anapeleka, anakushtaki. Alafu anaambiwa sasa enda katuletee nyota. Anaanza kutafuta mbinu. Anatengeneza madhabahu. Akitengeneza madhabahu anatoa kafara. Mashetani akinywa ile kafara ndio anakuja na kuibia nyota. Akikuibia nyota anakuacha na depression, anakuacha na stress, anakufunga uzazi, anakufunga mkono. Ndio maana kuna watu wamefungwa kwenye udhaifu. Biblia inasema amenizunguka kwa ukingo pande zote, ameziba njia zangu, amenifunga kwa minyororo. Amenifunga nini? Kwa minyororo. Nilipolia na kuomba, akazuia maombi yangu. Ameweka giza kwenye njia yangu na mawe yaliyochongwa. Yaani paka unalia na kuomba, anazuia maombi yako. Maombi yako yanaweza kuzuiwa. Ukiwa na maombi madhaifu, hii maombi ya baba shuka, baba njoo, baba ona, baba nimefungwa. Baba wa Abraham, baba wa Isaka, baba wa John the Baptist, Yohana Batizaji, unasema baba wa mtu fulani, baba wa Joshua. Mungu anangoja useme sana na vama mamlaka. Umesema baba, bako kafika baba wa Ayubu. Hakuna kitu umeomba. Umesema tu baba shuka, baba njoo, baba fanya nini? Mungu anangoja useme na vama mamlaka. Mimi ni mwana wa Mungu leo. Mungu anangoja useme hivyo. Nataka sasa tuanze kuomba. Tuwafyeke washtaki wetu. Kawaida ya washtaki wetu, kabla akufanyie kitu lazima kuwe na madhabahu. Madhabahu yanawapatia uweza. Wanachota uweza kwenye madhabahu. Alafu wanatoa kafara. Alafu wanaweka mikataba. Endeni kwa mtu fulani mkamshike uzazi. Endeni kwa mtu fulani mkamzuie. Endeni kwa mtu fulani mkamfunge. Endeni mkamuibia nyota. Endeni mkakule watoto wake. Unazaa mtoto anakufa. Unabeba mimba, unapata ujauzito, unakaa na mimba yako mpaka miezi 12. Ukikaa na mimba yako miezi 12, the moment unapata mtoto anaaga dunia. Unashangaa, kwa ni mimi tu nimelaaniwa? Ni mimi tu? Wanakutupia roho za kukufunga. Lakini leo tutawapasua. Kama uko tayari sema niko tayari. Miezi 9. Kuna wengine wanabeba zaidi ya miezi 9. Kuna wengine wanabeba mimba zaidi ya miezi 9. Okay, nataka tuanze, tutavunja ndoa. People are ready, see people are ready. Wanjiko wa Kiredi amesema yeye yale maombi ya baba njoo, baba shuka ameacha. Tutaanza kuvunja, niko tayari. Thank you so much. From Tanzania you are, niko tayari. Wanjiku Midhamo niko tayari, niko ready. Thank you, people are ready. Child of God ako ready, Naomi ako ready. So let's start. Tuanze kujitakasa kwa damu ya Yesu. Lazima ujitakase alafu uombe msamaha.
Ukiomba msamaha ndo maombi yako yanaenda kwa Mungu kama uvumba, yanaenda kama incense nzuri inampendeza Mungu. Kwa kuwa sisi tu harufu ya Kristo mbele za Bwana. Lazima ujitakase. Ukijitakasa unatoa uovu. Kwa kuwa kila kitu kwenye Torati utakaswa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. So kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu tutajitakasa sasa. Alafu tutaanza kuvaa mamlaka. Alafu tutawavunja, tutaharibu kazi za ibilisi, tutawafyeka, tutawapasua, wataachia nyota, wataachia biashara kwa damu ya mwanakondoo. Tuanze kujitakasa. Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu. Laki, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu. Kila mmoja aanze kujitakasa. Kila moja, hata mimi najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Ukijitakasa unasema Baba, naomba msamaha kwa ile nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Unaomba msamaha, unaomba msamaha, unaomba msamaha. Leo tunapiga washtaki wetu. Anza kuomba msamaha. Omba msamaha kwa ajili ya watoto wako, naomba msamaha kwa ajili yangu, naomba msamaha kwa ajili ya mke wangu na familia yake, naomba msamaha kwa ajili ya watu hawa, naomba msamaha kwa ajili ya Raki, naomba msamaha kwa ajili ya Ana, naomba msamaha kwa ajili ya Mary, naomba msamaha kwa ajili yao, naomba msamaha kwa damu ya mwanakondoo, naomba msamaha kwa ajili ya Solomon, naomba msamaha kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujitakasa ukiomba msamaha. Anza kujitakasa. Kumbuka maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Omba sasa, anza kuomba msamaha, anza kuomba msamaha, anza kuomba msamaha. Ukiomba msamaha sasa unavaa silaha za Bwana za vita. Alafu sasa tutakamata anga, nchi na bahari na mashimo yake. Zile ndo utawala wetu, na tumuumbe mtu kwa mfano wetu ili aende atawale. Sisi ndio watawala. Anza kujitakasa. Unaombaje sasa? Sema najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Navaa silaha za Bwana za vita. Navaa kigao na ngao. Navaa silaha za Bwana za vita. Anza sasa kuvaa silaha. Anza kuvaa silaha. Ukivaa silaha sema nakamata anga, nakamata bahari, na kamata nchi kwa damu ya mwanakondoo. Anza kukamata sasa. Anza kuvaa silaha mamlaka. Ukivaa silaha za Bwana za vita, ukikamata. Nataka tuvunje kwanza mshtaki, tumkamate, tumfunge, tuwapasue washtaki mama, washtaki mchawi, washtaki aliye na mwili, asiye na mwili. Tutawakamata. Amekufunga kwa miaka mingi, tutamkamata, tutamfunga, alafu tutamfyeka, alafu tutapasua madhabahu yake. Lakini nataka tuanze nao washtaki sasa. Tuanze nao washtaki walio na mwili na wasio na mwili. Tuanze nao sasa, tuanze nao sasa. Anza kuvaa mamlaka. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu. Baba uishe milele Jehova. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, nikijitakasa kwa damu ya Yesu. Naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Na ikamata anga kwa mikono ya chuma, na ikamata bahari na mashimo yake, na ikamata nchi kwa damu ya mwanakondoo. Na mkamata huyo mshtaki wa maisha yangu, na mkamata huyo mganga wa maisha yangu, na mkamata huyo mchawi wa maisha yangu, na mkamata ule adui wa maisha yangu. Na mfunga, na wafunga wachawi wa ukoo, na wafunga wachawi wa bahari, na wafunga wachawi waliojipanga kushinda nami, na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwafunga sasa, anza kuwafunga, anza kuwafunga. Jack nataka wafunge, Solomon nataka wafunge sasa, wafunge kwenye bahari. Wakuu wa anga wafunge, wakuu wa bahari na washtaki wako wafunge, wakuu wa nchi wakamate, wafunge kwa minyororo ya chuma. Maana umepatiwa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Amekuja kukufunga, leo utamfunga. Anza kuwafunga, anza kuwafunga. Wakusanye kwenye bahari, wakusanye kwenye nchi, washtaki wako wote wakusanye. Amekushtaki usipate mtoto, wakusanye, wafunge. Amekushtaki usipate ndoa, wakamate, wafunge kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwafunga sasa, anza kuwafunga kwa minyororo. Imeandikwa chochote atakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni. Imeandikwa aliye na ufunguo wa Daudi yuaja upesi. Chochote atakachofunga hakuna atakayefungua. Anza kuwafunga sasa, wafunge kwa damu ya mwanakondoo. Na mimi nafunga wangu. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu. Baba uishie milele. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, nikijitakasa kwa damu ya Yesu. Na ikamata anga kwa mikono ya chuma, na ikamata bahari na mashimo yake. Na wafunga washtaki wangu wote kwenye anga, na wafunga wakuu wa anga, na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. Wakuu wa bahari na wafunga kwa damu ya mwanakondoo. Na agiza malaika awafunge, awakusanye kwenye bahari, awakusanye kwenye nchi, awakusanye kwenye mashimo, waliojificha kwenye mapango. Mkono wa Bwana si mfupi hata ushinde kuokoa. Na mtuma malaika awafunge kwa damu ya mwanakondoo. Anza. Unaweza enda wewe, unaweza tuma malaika na watumishi wetu watume. Sema na mtuma malaika awafunge matita washtaki wa maisha yangu, awafunge kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu ali hai.
Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, anza kuwafunga sasa, anza kuwafunga, anza kuwafunga, anza kuwafunga. Kama umewafunga sema nimewafunga kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Nava mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, nava mamlaka na wafunga washtaki wangu walio kwenye anga, na wakamata wakuu wa anga, wakuu wa Kenya, na wakamata wakuu wa ukoo, na wakamata washtaki wangu, na wakamata kwa damu ya mwanakondoo. Washtaki wa mke wangu na familia yake, na wakamata washtaki watu hawa, na wakamata kwenye bahari, na wakamata na wafunga wale wachawi, waganga, ukoo, walio na mwili na wasio na mwili, na wakusanya roho za kutoka kuzimu ambao ni washtaki wangu, na wakusanya kwa damu ya mwanakondoo, na wafunga, na wafunga, na wafunga matita, na wafunga kwa damu ya mwanakondoo, na wakusanya leo, na wakusanya leo na sasa hivi. Imeandikwa, wakuliwa ataliwa, adui zangu atafungwa, aliyekuja kuniteka nyara naye atatekwa, aliyekuja kuniwinda naye atawinda, kila uwaye kupanga atakufa kwa upanga, kila aliyechimba shimo ataingia ndani. Wakusanye sasa, wakusanye kwa damu ya mwanakondoo. Sema na wakusanya, na wakusanya waganga, wakuu ukoo, na wakusanya kwa damu mwanakondoo. Nataka sasa tuachilie moto, nataka sasa tuachilie radi. Imeandikwa, ashinda naye na Bwana atapondwa pondwa, kutoka mbinguni Bwana ataachilia radi. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Wale wachawi ndio wakusanya, washtaki wangu ndio wakusanya, na wafika, na wapasua, na wavunja vipande vipande. Imeandikwa, mwanadamu amedhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi, na wapasua, na wafika, na waangamiza kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwapiga washtaki wako, anza kuwapasua, anza kuwafyeka, anza kuachilia moto, anza kuachilia radi. Anza sasa, usiogope, anza usiogope. Imeandikwa, ujapokea roho ya utume iletayo hofu. Imeandikwa, unapoenda vitani ukapata wana majeshi, ukapata wana farasi, ukapata wana silaha, moyo wako usiogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako amekukweza juu ya nchi ya Misri. Leo kwa damu ya mwanakondoo, wapige kwa fimbo ya shaba, wapige kwa fimbo ya shaba, wavunje kama chungu cha mfinyanzi mshtaki wako aliyekuletea magonjwa, mshtaki wako aliyekufunga kwenye ufukara, mshtaki wako aliyekutumia maroho za mauti, mshtaki wako aliyekutumia roho za umaskini. Wakamate, pasua kama chungu cha mfinyanzi, wavunje, wafyeke kwa damu ya mwanakondoo. Pasua, vunja in Jesus name. Vunja kwa damu ya mwanakondoo. Vunja in Jesus name. Na wavunja, na wafyeka kwa damu ya mwanakondoo, na wafyeka kwa damu ya mwanakondoo. Pasua mshtaki wako amekuja kukuinda, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Na achilia radi iwapasue washtaki wa maisha yangu, na achilia radi aliyekuja kuzuia ndoa yangu, na mkamata, na mfunga huyo mshtaki aliyekuja kuweka giza kwenye maisha yangu, na mkamata, na mfyeka, na mvunja vipande, na mpasua mwana wa ibilisi aliyekuja kula ndoa, mwana wa ibilisi aliyekuja kunifunga, mwana wa ibilisi aliyekuja kunishika kwenye magonjwa, mwana wa ibilisi aliyekuja kunifunga kwenye magonjwa, na mfyeka, na mpasua, na mvunja vipande. Pasuka kwa damu ya mwanakondoo. Vunjika leo, pasuka, vunjika kwa damu ya mwanakondoo. Vunja, wasage kwa meno ya chuma. Kumbuka wewe ni chombo kipya kikali chenye meno. Utavunja milima, utafikisha vilima, nazo zitakuwa kama makapi. Anza kuvunja, anza kufyeka, anza kupasua, anza kuharibu, anza kupasua pale akapo shetani kwenye maisha yako amekaa mkono wako wa kuume ili ashindane na wewe. Ule mshtaki wako amekaa kwenye eneo la nguvu lako, amekaa kwenye eneo la baraka lako. Kamata huyo, vunja mshtaki wako, pasua. Amekuja kama spiritual spouse, amekuja kama mume wako wa ndoa, amekuja amekufunga kwenye magonjwa, amekuja amekufunga kwenye ushetani, amekuja amekufunga kwenye ufukara. Pasua huyo, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kazi za ibilisi, pasua. Mwanadamu alidhihirishwa ili asivunje kazi za ibilisi kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwanadamu. Imeandikwa, kwa jina lake tutafukuza pepo wachafu, kwa jina lake tutanena kwa lugha mpya, kwa jina lake tutacheza na mikia nyoka, tutakunywa vitu vya kufisha na hakuna kitakacho tudhuru. Leo kwa damu ya mwanakondoo utamkanyaga mwana nyoka, utamkanyaga mwana simba. Leo kwa damu ya mwanakondoo vunja mshtaki wako, pasua mshtaki wako kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu ali hai. Imeandikwa, na wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wao. Na washinde kwa damu ya mwanakondoo, washinde kwa jina la Yesu, washinde. Vaa silaha za Bwana za vita, vaa kigao na ngao, wakamate, toa upanga rohoni ambayo ni neno la Bwana, wavunja kwa damu ya mwanakondoo.
Vunja, vunja. Na wapatia dakika moja. Vunja mshtaki wako. Amekuletea magonjwa, amekufunga ili usiolewe, amekufunga usipate biashara, amekufunga usipate mchumba, amekufunga uishi maisha ya kuhangaika, amekufunga usipate kazi, amekufunga ufadhaike, amekufunga na stress, amekufunga kwa damu mwanakondoo. Amekuja kukuchelewesha, amekuja kushika hatima. Miaka inasonga, hakuna jambo inatokea. Miaka inasonga, unakuwa na mauti. Miaka inasonga, hata uolewi. Miaka inasonga, unapata watoto wanapotea. Miaka inasonga, unauliwa. Miaka inasonga, wanakuzima kwenye ulimwengu roho. Leo wakamate, wavunje kwa damu ya mwanakondoo, wapasue kwa damu ya Yesu. Wafyeke, wavunje vunje, waponde ponde kwa damu ya mwanakondoo. Wewe ndio ngome ya shaba, wewe ndio nguzo ya chuma kwa damu ya mwanakondoo. Utapiga mikono ya Amaleki, utavunja mikono ya Amaleki, utapasua kwa damu ya mwanakondoo. Mikono ya Moabu utaivunja, pembe zake utazivunja, mkono wake wa kuume utafyekwa. Vunja kazi za ibilisi kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu. Nataka sasa tuharibu madhabahu yake. Yale madhabahu yakiyatengeneza, wanatoa kafara, wanaleta mashetani, wanaleta mikataba. Nataka sasa tupige madhabahu yote. Madhabahu yanaweza kuwa juu, madhabahu yanaweza kuwa chini, ama kwenye bahari. Nataka tukamate, tuyakusanye madhabahu kwenye anga, madhabahu kwenye bahari, na madhabahu kwenye nchi. Uyapasue, uyavunje, uyateketeze. Unaombaje sasa? Sema, namtuma malaika katika jina la Yesu Kristo. Na watuma malaika wakusanye madhabahu yote ya wastaki wangu, wakusanye madhabahu ya ukoo, madhabahu ya kishirikina, madhabahu ya magonjwa, madhabahu yaliyotolewa juu yangu, na yakusanya kwa damu ya mwanakondoo, na yakusanya hizo madhabahu za magonjwa zenye anga, na zikusanya madhabahu za ufukara kwenye nchi, na zikusanya kwa damu ya mwanakondoo. Na mtuma malaika anza kuzikusanya madhabahu zote iliyowekwa kwa ajili yako, madhabahu iliyonuliwa kwa ajili yako. Zikusanye kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Ukizikusanya, nataka uanze kusaga madhabahu. Nataka bomoe hata misingini. Mungu akasema nitakipendua nacho kitaonekana tena. Hiyo madhabahu nataka uipendue, nataka uisage, nataka uivunje vipande. Unaombaje sasa? Sema, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Madhabahu yote yaliyotolewa kwa ajili yangu, madhabahu yote yaliyoinuliwa niangamia, madhabahu za kuzimu kwenye anga, madhabahu za kuzimu kwenye bahari, madhabahu za kuzimu kwenye mito, na ikamata na isaga kwa damu ya mwanakondoo, na ipasua madhabahu ya uharibifu, na ifyeka madhabahu ya magonjwa, na ifyeka madhabahu ya kushindwa, na ipasua madhabahu iliyotolewa juu, na ipunda piga na ivunja vipande, na iharibu kwa damu ya mwanakondoo. Anza kupiga madhabahu, vunja. Imeandikwa utavunja, utazipasua. Wewe ndio mwanadamu, utavunja kazi za ibilisi. Anza kuvunja madhabahu, saga kwa meno chuma. Thank you Solomon. Saga madhabahu, saga kwa damu ya mwanakondoo. Anza kusaga, anza kupasua, anza kuvunja madhabahu ya ukoo, madhabahu ya rafiki aliyokutengenezea, madhabahu ya ule mshtaki wako kwenye kazi, madhabahu ya ule mshtaki anayekushtaki usiolewe, yule mshtaki anayekushtaki usipate mchumba, anayekushtaki usipate kazi, aliyekuja kukuchelewesha akashika hatima yako. Vunja, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Biblia inasema ameanguka Babeli, mkuu wa makahaba na mwingi wa machukizo wa nchi. Na wewe vunja madhabahu, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Pasua kwa damu ya Yesu. Vunja kwa damu ya mwanakondoo, Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu. Baba uishi milele. Navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka. Imeandikwa nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Madhabahu zote zilizotolewa juu yangu, madhabahu zote zilizotolewa juu ya mke wangu na familia yake, na zikamata. Madhabahu za magonjwa na zikamata, madhabahu za washtaki kwenye anga, kwenye bahari na kwenye nchi, madhabahu zilizotolewa juu ya watu hawa na zikusanya kwenye bahari, na zikusanya madhabahu za magonjwa, madhabahu za kushindwa, madhabahu za kishirikina, madhabahu hizo za kuzimu, na zikusanya Baba, na zipasua, na achilia moto wenye akili, na achilia moto wa damu ya mwanakondoo, na ziponda. Maana neno la Bwana li hai, lina nguvu, ni likali kuliko pango katao kuwili. Leo nazikata na upango katao kuwili, na zikata. Neno la Mungu ni moto ulao, na achilia moto, na achilia radi, na achilia moto wa damu ya mwanakondoo. Nikivunja madhabahu, nikipasua, nikizifyeka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Pasua madhabahu,
Pasua madhabahu, vunja madhabahu, vunja kwa damu ya mwanakondoo, haribu madhabahu in Jesus name, in Jesus name. Endelea kuvunja, endelea kuharibu, endelea kuteketeza, endelea kupiga, endelea kufyeka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu leo. Endelea kuharibu sasa, endelea kuharibu. In Jesus name, endelea kuharibu. Nataka sasa tupige kafara zao. Wametoa kafara za nyoka, wametoa kafara za kuzimu. Babu wa kitambo ametoa kafara. Imeandikwa, Mungu wapatiliza wana maovu za baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao. Inaweza kuwa mshtaki wako alikufa kitambo, ni babu, ila alikufa kitambo, ndiye mshtaki wa ukoo. Alipeleka ukoo, alitoa madhabahu kwa kuzimu, alitoa kafara kwa sanamu, alitoa kafara kwa miungu. Ndio maana Biblia inasema tumekombolewa kutoka kwa mienendo yetu mibaya tuliyopokea kwa babu zetu. Biblia imesema tumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika kama dhahabu na fedha, bali tumekombolewa kwa damu takatifu ya Yesu Kristo. Kuna mienendo, babu ndio mshtaki wako, alikufa kitambo, roho yake imeshikwa kwenye bahari. Nataka tumkamate, tuvunje kafara zao, tuziharibu kafara za magonjwa. Nataka upasue kafara zao, zichanganye na damu ya mwanakondoo, zichanganye. Ukizichanganya kile kafara zao, ukizitia damu ya mwanakondoo, zinaharibika. Unaombaje sasa? Sema, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Kafara zote zilizotolewa juu yangu, kafara za magonjwa, kafara za kichawi, kafara za kuzimu, nazikamata, nazifyeka, naziteketeza na moto lao, nazivunja, naziponda kwa damu ya mwanakondoo. Naharibu kafara za magonjwa, naharibu kafara za ufukara, naharibu kafara za kuzimu, nazifyeka, nazivunja vipande. Kafara zilizotolewa na babu, kafara zilizotolewa na nyanya, kafara nisiolewe, kafara za kuzimu, nazifyeka, nazipasua, naziharibu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye. Anza kutekeleza kafara zao, anza kusaga kafara zao kwa damu ya mwanakondoo, anza kuzitafuna, ukizitema huko, anza kuzifyeka, ukizivunja. Mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Anza kuvunja kafara za kichawi, anza kuvunja kafara za kiganga, anza kuzipasua, anza kuziharibu, anza kuzifyeka, anza kuzitekeleza. Kafara za nyoka, teketeza. Kafara za ng'ombe, teketeza. Ile damu inayonena mabaya juu yako, inyamazishe. Zima moto wa kafara, zima. Sema zimika. Moto wa magonjwa, zimika. Moto wa kishindo, zimika kwa damu ya mwanakondoo. Kafara za magonjwa, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya Yesu, vunja kwa damu ya mwanakondoo, haribu kwa damu ya mwanakondoo, vunja, teketeza kwa damu ya Yesu, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi zote za ibilisi kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Napa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, napa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Kafara zote zilizotolewa juu yangu, kafara zote zilizotolewa juu ya mke wangu na familia yake, nazikamata. Kafara zote zilizotolewa juu ya watu hawa, nazikamata. Kafara zote zilizotolewa juu ya Solomon, nazikamata. Kafara za kiganga na magonjwa iliyotolewa juu ya lake, nazikusanya. Kafara za damu ya nyoka, kafara za damu ya punda, kafara za damu ya mbuzi, nazikamata, nazifyeka, nazivunja vipande, nazichanganya na damu ya mwanakondoo, naziharibu. Neno la Bwana ni moto lao, neno la Bwana ni nyundo inayovunja miamba vipande. Navunja kafara za magonjwa, nikizima moto wa magonjwa, nikizima upepo kwa maradhi, na uzima kwa damu ya mwanakondoo. Naharibu kafara zao, naharibu kafara za kuzimu, nazipasua, kafara za kushindwa, nazifyeka kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Endelea kuvunja kafara za magonjwa, endelea kuvunja kafara za ufukara, endelea kuvunja kafara za kushikwa kwenye yatima, endelea kuvunja. Wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa wewe utapiga wafalme, kwa wewe utapiga mataifa, kwa wewe utapiga farasi na mpanda farasi, kwa wewe utapiga magari na uendeshaji, kwa wewe utapiga mwanamke, utapiga mwanaume, kwa wewe utapiga mzee, utapiga mtoto, kwa wewe utapiga mchungaji na utapiga kundi. Anza kuvunja kafara zao. Ingawaji tunenenda katika damu na nyama, hatufanyi vita jinsi ya damu na nyama, maana silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Tukiangusha mawazo na chochote kilichojinua juu ya mawazo ya Mungu, tukiteka nyara fikra, tukizileta chini ya uongozi wa Kristo. Vaa kigao na ngao, vaa chepeo la nguvu. Vunja kafara za magonjwa, pasua. Mungu litazama neno lake ili apate kulitimiza. Walimlilia Bwana katika dhiki, Bwana akawaponya na shida zao. Bwana akavunja malango ya chuma, akavunja mapigo ya shaba. Vunja kwa damu ya mwanakondoo, vunja kafara zao, haribu kwa damu ya mwanakondoo.
Nateketeza kafara za magonjwa, nateketeza kwa damu ya mwanakondoo. Endelea kuvunja, endelea kuvunja. Nataka sasa tuvunje mikataba. Nataka sasa let's crush all covenant of darkness. Let's crush kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa mwanadamu alidhihirishwa azivunje kazi za ibilisi. Imeandikwa sisi ndio wanadamu. Imeandikwa sisi tu harufu ya Kristo mbele za Bwana kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa sisi ni watenda kazi mbele za Bwana. Tunaomba kama Mungu, tunaomba kama watu wenye mamlaka, tunaomba kama watu walioletwa kwenye zamu yao kwa damu ya mwanakondoo. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Mikataba yote iliyotengenezwa kwenye madhabahu, mikataba iliyotengenezwa na mshtaki wangu kwenye anga, mikataba yote iliyotengenezwa kwa damu ya mwanakondoo, na haribu mikataba ya magonjwa, na fika mikataba ya ufukara, na ipasua hiyo mikataba iliyotengenezwa kwenye bahari, iliyotengenezwa na babu na babu na babu, iliyotengenezwa na ukoo na babu ukoo na wale wakuu wa anga, na zifika na zivunja vipande vile. Unaombaje sasa? Narudia tena, sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, na pasua mikataba kwenye anga, na ifika mikataba ya magonjwa, na ipasua mikataba iliyotengenezwa na wachawi, na ipasua mikataba nife mapema, na ipasua mikataba ya ufukara, na ifika mikataba ya kushindwa, na ipasua na ifika kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja mikataba, anza kuvunja. Tunavunja mikataba leo, tutajenga mikataba mpya. Anza kuvunja mikataba, anza kuvunja mikataba, anza kuharibu mikataba. Anza sasa, anza usiogope, anza usiogope. Biblia inasema anawinda roho yako kama vile mwindaji anavyowinda kware kwenye mlima. Yani roho yako inawindwa na ule mshtaki wako, anakuwinda, anajihudhurisha mbele zako pamoja na Bwana, anaenda kwenye mkono wako kuume, ule mkono wako baraka, anakaa hapo. Anza kuvunja mikataba aliyotengeneza yule babu ukoo, ule ancestor wa kitambo, multi ancestral curses. Leo tunazivunja curses za ukoo. Leo tunazipasua. Kuna mikataba imeandikwa usiolewe, kuna mikataba imeandikwa usikue tajiri, kuna mikataba imeandikwa hata usipate gari, kuna mikataba imetengenezwa usipate mchumba, kuna mikataba. Vunja mikataba ya kuzimu, vunja kazi za ibilisi, pasua kwa damu ya mwanakondoo, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa ile siri ya uasi kwa sasa inatenda kazi, lakini ipo jambo inazuia mpaka wakati itakapoondolewa. Ile jambo inazuia ndio ile mikataba, ile jambo inazuia usipate ndoa ndio ile mikataba, ile jambo inazuia usipate kazi ndio ile mikataba. Anza kuvunja mikataba, anza kuvunja kwa damu ya mwanakondoo. Na uwezo Mungu le, Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Na vaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, na vaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Na vunja kila mikataba ya kuzimu iliyotengenezwa kuji yangu, na vunja mikataba ya kushika elimu, mikataba ya kuzuia ndoa, mikataba ya kuzuia biashara iliyotengenezwa juu ya mke wangu na familia yake, mikataba iliyotengenezwa juu ya Laki, mikataba iliyotengenezwa juu ya Jack, na yakamata, na yafika, na yavunja, na yapasua, na yasaga, na yateketeza mikataba. All covenant of darkness kwa damu ya mwanakondoo, all covenant of devastation kwa damu ya mwanakondoo. Mikataba na authority za kuzimu nazimama, nazivunja, naziteketeza. I stand against all covenants za kuzimu. I stand against all covenants from the Hades kwa damu ya mwanakondoo. Nazifyeka, nazivunja, naziharibu kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja mikataba, vunja mikataba za magonjwa, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Na uwezo Mungu le, vunja kwa damu ya mwanakondoo, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa ole wa nchi na bahari, kwa kuwa yule mshtaki wetu ametupwa. Lakini leo tunasema ole wao. Imeandikwa makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ayaletaye. Ameleta makwazo, akaleta madhabahu, akatenga madhabahu, akatengeneza madhabahu, akatoa kafara, akaweka mikataba. Ole wake, kwa kuwa nini? Atapaswa afungwe jiwe la kusaga ngano, atupwe kwenye bahari. Anza kuvunja mikataba, anza kuvunja. Nataka sasa tuvunje ndoa zote za kishetani. Amekuja kukumiliki, amekaa mkono wako kulia, akasema huyu ni mfungwa wangu. Ndio maana Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye magereza, wamenaswa kwenye mashimo, wamekuwa mawindo. Wala hakuna okoai, wala hakuna aitai. Yani wewe unawindwa na mshtaki wako, anakukamata, anakuweka kwenye gereza. Anawinda biashara yako, anakukamata, anakuweka kwenye mashamba ya giza. Anawinda nyota yako, anaikamata, anaitumia kuzimu. Maana imeandikwa kuna biashara, wanabiashara wa mili na roho za watu.
wanawinda roho yako, wanawinda biashara yako, wanawinda watoto wako. Ule sasa nataka tufyeke ndoa zote za kishetani, tuharibu ule spiritual spouse aliyekuja kukufunga, nataka tuvunje. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Imeandikwa, imeandikwa, mimi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, na malango ya kuzimu hayatanifikia. Leo nabomoa ndoa zote za kishetani, nazipasua pete zao za uchumba, nazifyeka certificate zao za kuzimu, naziteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Aliyekuja kunifungisha ndoa nampasua, aliyekuja kunipeleka kwenye bahari namfyeka, aliyenifungisha ndoa kwenye madhabahu ya giza namfyeka, na wateketeza wale wasimamizi wa madhabahu, na wafyeka wale wasimamizi wa ndoa, na wapasua na wavunja walio na mwili na wasio na mwili, na wafyeka kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja ndoa za kishetani, anza kuharibu ndoa za giza, haribu ndoa zao, haribu kwa damu ya mwanakondoo. Vunja, teketeza kwa damu ya mwanakondoo. Vunja, bomoa malango ya kuzimu ya magonjwa. Amekuja kufungisha ndoa, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya Yesu, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Haribu kwa damu ya mwanakondoo, haribu, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, mimi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, na milango ya kuzimu hayatanifikia. Navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Navunja ndoa zote za giza iliyotengenezwa juu yangu, ndoa zote iliyotengenezwa juu ya watu, na pasua leo, na haribu pete za uchumba, na teketeza zile hati miliki zao, na zifyeka wale mashahidi wa giza, na wakamata na wafyeka wale washtaki wangu. Aliyekuja kufunga ndoa juu yangu na mkamata, aliyekuja kufunga ndoa juu ya mke wangu na familia yake na mkamata, na mfyeka, na wapasua, na wakanyaga, na vunja ndoa za kuzimu, na zipasua, na zifyeka, na ziangamiza kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja. Unaomba kwa mamlaka, unaomba kutumia damu ya mwanakondoo, unaomba kwa nguvu, unaomba kama you pray with tenacity, you pray with power kwa damu ya mwanakondoo. I take authority by the blood of Jesus. I crush kwa damu ya mwanakondoo all covenants of darkness, na zivunja kwa damu ya mwanakondoo. Omba, take authority by the blood of Jesus. Mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Imeandikwa, mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amempa mwanadamu. Anza kuvunja, anza kufyeka, vunja ndoa za kishetani, vunja. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba na mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Nabomoa kwa damu ya mwanakondoo. Navunja kila ndoa ya kuzimu, na pasua yule mshirikina aliyekuja kumfungisha ndoa, na mpasua yule mama mchawi, na mfyeka, na mvunja, na mteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Navunja kamba za magonjwa, na zipasua kamba za kushindwa, na zifyeka kamba, na ponda kamba za magonjwa. Imeandikwa, nikamwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta mabichi, nitawaponda wale adui, nitaponda adui mbele zake. Leo kwa damu ya mwanakondoo, wana ovu hawatanionea. Aliyekuja kunifungisha ndoa hatanionea. Leo namponda kwa fimbo ya moto, namponda kwa fimbo ya shaba. Yule aketie juu akacheka, ndipo Bwana akawafadhaisha kwa hasira, akasema nao kwa hasira. Leo kwa damu ya mwanakondoo, na wakamata, na wavunja kama chungu cha mfinyanzi, na wapasua kama chombo cha udongo. Na vunja ndoa zote za giza, na zipasua iliyotengenezwa juu watu hawa, na ziangamiza. Aliyekuja kama spiritual spouse, na mfyeka, na mvunja vipande, na ziharibu njia zote za kuzimu, na zivunja kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa tuvunje roho ya kukamwa, ya kukwama, spirit of stagnation. Nimeshika watu wengi sana. Watu wengi wameshikwa na roho ya kukwama. Wanakwama kwenye biashara, wanakwama kwenye maisha. Miaka inasonga, unakwama. Siku zinasonga, unakwama. Wamekuwekea vitu fulani, mawazo yako yamekuwa mengi, wamekuwekea magonjwa, wamekushika in Jesus name. Nataka sasa tuvae mamlaka. Nataka tupige roho yako kama specifically, nataka tuivunje, tuiharibu. Unaombaje sasa? Sema, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Navunja roho ya stagnation, na ipasua roho ya kushikwa hatima, na ivunja kwa damu ya mwanakondoo. Nakataa kusimamishwa, nakataa kushikwa kwenye magonjwa, nakataa kufungwa kwenye udhaifu, nakataa kufungwa kwenye ufukara, nakataa kwa damu ya mwanakondoo. Pale akapo shetani kwenye maisha yangu anashika biashara kutokea pale, na mkamata, na mfyeka. Pale akapo mchawi kwenye maisha yangu anashika ndoa kutokea pale, na mkamata, na mpasua. Anza kuvunja roho ya kukwama, anza kupasua spirit of stagnation, anza kufyeka, anza kuharibu kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya mwanakondoo.
Roho zote za stagnation haribu kwa damu ya mwanakondoo. Vunja, vunja, vunja in Jesus name, in Jesus name. Roho ya magonjwa imekushika, unapoteza pesa ukitafuta matibabu. Roho ya magonjwa imekushika, roho ya kushika imekushika, unatafuta biashara inaanguka. Roho ya kushika, roho ya kukwama imekukamata. Leo vunja, vunja kazi za ibilisi, pasua kazi za ibilisi, haribu kazi za ibilisi, fyeka kazi za ibilisi. Vunja, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya Yesu. Vunja, 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 vunja kwa damu ya mwanakondoo. Unaota, unalala uko shule ya chekechea na wewe ni mtu mzima, uko na miaka 40, unajiota bado umevaa kinyasa ndogo, umeshikwa, hatima zimeshikwa. Vunja, kata hizo kamba, kata hizo kamba za kukushika kwenye magonjwa, kata hizo kamba za kushika kwenye ufukara. Sema na kata kamba za magonjwa, na kata kamba za kuzimu. Imeandikwa, kamba za kuzimu zilinikabili, mitego ya kuzimu iliniandama, niliona mateso na dhiki. Leo na kata kamba za magonjwa, ile mitego ya kuzimu nazipasua pasua. Imeandikwa kila nira italegezwa kwa kupaka mafuta. Imeandikwa njooni kwangu mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu nanyi jitieni nira yangu kwa damu ya mwanakondoo. Tujifunze kutoka kwake, kwa kuwa yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa damu ya mwanakondoo na tutaona raha kwenye nafsi yetu, kwa kuwa nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Vunja, kuna kamba mzito umefungwa nazo. Vunja, kuna kamba na minyororo zimekushika kwenye magonjwa. Sema na vunja kamba za kuzimu, na zipasua kamba za magonjwa, na zifyeka kamba za kunifunga kwenye yatima, na zikamata, na zikatakata, na zikatakata kamba iliyotengenezwa kunishika kwenye yatima, na fyeka kamba iliyotengeneza kunisongeza maisha yasonge, nisipate mchumba, maisha isonge, ameiba nyota kutokea pale. Vunja kamba za magonjwa, ponda kamba za ufukara. Sema na ponda kamba za kuzimu, na ponda hizo minyororo za kuzimu, na zikata kwa damu ya mwanakondoo, na zipasua katika jina la Yesu Kristo, na zipasua kwa damu ya mwanakondoo. Anza kumwambia, achia maisha yangu leo, achia, 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 achia ndoa, achia kazi, achia biashara, achia maisha yangu, achia mke wangu na familia yake kwa damu ya mwanakondoo. Achia mtoto wangu leo, achia nyota, achia. Umenifunga kwa kamba, nimekukamata, nimekufyeka. Imeandikwa tusikose kuzijua hila zake. Tumejua hila zake, amekutumia roho ya kifungo. Tumejua hila zake, amekufunga kwenye magonjwa, amekufunga kwenye ufukara. Sema achia maisha yangu leo, achia. Asema Bwana mabwana. Ukisema wewe ni Mungu anasema, ukipiga wewe ni Mungu anapiga. Anza kumwambia, anza kumwamuru. Sema na kuamuru ewe babu, na kuamuru ewe mchawi, na kuamuru ewe mganga, na kuamuru ewe uliyenifunga, na kuamuru achia nyota leo, achia biashara, achia kazi, achia mchumba, achia kazi yangu leo, achia kazi yangu, achia nyota yangu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Ponda ukimwamuru akuachie. Achia. Ukiona nakataa, ukiona leta ugumu, sema na kufyeka kwa moto lao, na kufyeka kwa damu ya mwanakondoo, na achia radi kwenye ulimwengu roho, na achia moto, na achia upanga wa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, yule aketie juu akacheka, akawafadhaisha kwa ghadhabu, akasema na kwa hasira, tazama leo ametuzaa, tumekuwa watoto wake, naye amekuwa baba yetu, ametuweka kuwa wafalme juu ya Sayuni. Tutaomba chochote tutakacho, na atatupatia miisha ulimwengu kama miliki zetu, atatupatia mataifa kama urithi wetu. Tutawaponda na fimbo ya chuma, tutawaponda na fimbo ya shaba, tutawavunja kama chungu cha mfinyanzi. Ukiona nakataa kuachia, sema na kupasua na kufyeka. Achia maisha, achia ndoa, na kuvunja na kuteketeza na moto lao wa damu ya mwanakondoo, na kuvunja katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, na kupasua na kuvunja na kuharibu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Anza kuamuru, anza kuambia, achia maisha yangu leo, achia kwa damu ya mwanakondoo. Kuna mapando umepandiwa ndani ya maisha yako. Amekupandia ufukara, amekupandia magonjwa, amekupandia vitu ambavyo ni za kuzimu. Nataka tung'oe kila pando ambalo ajalipanda Bwana. Ndio zile mapepo zimeingia ndani yako. Tunapiga mapando ya ndani na tunapiga mapando ya nje. Anaweza kuwa pepo ako nje, lakini anafanya kazi ni kama ako ndani. Ndipo nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amekaa mkono wake wa kulia ili kushindana naye. Ndipo wana wa Mungu walipoenda kujihudhurisha mbele za Mungu, shetani akaenda kati yao. Shetani ako nje, anaenda kati yao. Shetani anaweza fanya kazi nje, unaweza tengenezewa
mfano wa mdoli, unaweza tengenezwa kasanamu, unaweza ekwa kwenye machupa, unaweza ekwa chini ya miti, unaweza ekwa chini ya uvungu. Anafanya kazi nje. Unadhani uko sawa, lakini yako nje. Nataka tupige mapando ya ndani, afu tupige mapepo wa nje. Unaombaje sasa? Kwa damu mwanakondoo. Unasema nimeandikwa, nimepewa mamlaka ya kanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi, pando zote za kuzimu zilizopandwa ndani yangu, majoka walioingia kwenye mwili wangu kunishika, mapepo walioingia kunikamata, roho za watu walio zama ndani yangu na wakamata na wafika na waamuru kwa damu mwanakondoo watoke, warudi kwa yule aliyowatuma kwa damu mwanakondoo. Vunja ngoa kila mapando ya kuzimu, ngoa, nyofoa hizo roho, zinyofoa. Sema na kunyofoa ewe roho ya ufukara, na kunyofoa ewe roho ya kuzimu, na kunyofoa ewe roho ya kushika yatima, na kunyofoa kwa damu mwanakondoo. Na ewe roho uliyetengenezwa nje na kufuata na kupasua na kuvunja na kuteketeza na kuharibu na kusaga aliyetengeneza mdoli, alinifunga kwenye machupa na jaa na kuwa miale ya moto, na ipasua kwa damu mwanakondoo. Maana Mungu ni roho, na palipo roho wa Mungu pana uhuru. Leo pasua, piga, ngoa kila pando ambalo Baba ajalipanda ndani ya maisha yako. Piga pando za ndani na pando za nje. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka kwa damu mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu Yesu. Kila pando ambalo ajalipanda Baba ndani ya mwili wangu, na iponda, na isaga, na inyofoa kwa damu mwanakondoo. Hilo pando lililopandwa nje, lakini amenuiza, anafanya kazi kama mimi, lakini amegeuza mdoli kuwa kama mimi, naiteketeza kwa damu ya mwanakondoo. Aliyenifunga kwenye machupa, aliyenifunga kwenye vifungo, aliyenifunga kwenye vivuli, nateketeza hizo mapando. Pepo anayefanya kazi nje, na kufikilia mbali, na kuteketezea mbali, na kuvunjilia mbali kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Usikani unapenda midoli, kwa damu ya mwanakondoo. Vunja hizo midoli kwa damu ya mwanakondoo. Pasua hizo midoli kwa damu ya mwanakondoo. Vunja in Jesus. Anaweza kuwa amekuweka chini ya miti, anaweza kuwa ameweka nafsi yako chini ya uvungu, inaweza kuwa umefungiwa ndani ya choo. Ndio maana unaota wakati fulani uko chooni, unashangaa vipi umejaa kinyesi. Vunja, haribu kwa damu ya mwanakondoo, haribu kwa damu ya Yesu na uwezo wa Mungu leo, na kufika kwa damu ya mwanakondoo, na kupasua kwa damu ya mwanakondoo, na kuvunja kwa damu ya Yesu. Vunja. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka kila pando ambalo jalipanda ndani ya maisha yangu, kila pando ambalo jalipanda ndani ya mke wangu na familia yake, na ingoa na inyofoa kwa damu ya mwanakondoo. Hayo mapando ya ndani na yale mapando ya nje. Aliyenuiza akaanza kuleta magonjwa, aliyenuiza akashika elimu, aliyenuiza akashika hatima, aliyenuiza akazuia ndoa, leo nakufyeka na kupasua mapando za kuzimu. Imeandikwa shoka liko tayari kukata miti ambayo hayana matunda. Leo kwa damu ya mwanakondoo, miti ambayo hayana mzao kwenye uzazi wangu, miti ambayo haina mzao kwenye maisha yangu, naikata kwenye shina, naikata, na inyofoa kwenye mwili wangu, na inyofoa kwenye ulimwengu roho, na inyofoa kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa, umenibariki mimi kwa baraka zote kwenye ulimwengu roho, lakini yupo azuiaye. Leo namkamata, ameleta mapando ya magonjwa, namkamata, namfyeka, namponda, namvunja, na saga hayo mapando ya magonjwa, na saga hayo mapando ya ufukara, na saga hayo mapando ya kushindwa, na saga hayo mapando ya mauti kwa damu ya mwanakondoo. Tazama, nalikuwa nimekufa, lakini sasa niko hai, niko na ufunguo ya kuzimu na mauti. Kuzimu, mapando ya mauti hayatanipata, mapando ya ufukara hayatanipata, mapando ya kushika ndoa hayatanipata. Nayateketeza, navaa silaha za Bwana za vita, navaa chepeo la wokovu, navaa upanga wa damu ya mwanakondoo, natoa upanga rohoni, navaa adili, navaa mkanda wa Bwana, na kanyaga. Maana imeandikwa, umeifanya pembe yangu kama ya chuma, iwe juu kama ya nyati, ukanipaka mafuta mabichi. Imeandikwa, nimepewa pembe za chuma, nitavunja, na ndivyo maisha yangu yalivyo. Imeandikwa, nimepatiwa kwato za shaba, nitapiga mataifa mingi. Imeandika, nitawakanyaga, watakuwa kama vumbi chini ya miguu yangu. Enyi mapando ya magonjwa, na wakanyaga, enyi mapando ya kuzimu, na wakanyaga, na wanyofoa kwenye mwili wangu, na wanyofoa kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Sisi ndio wenye nguvu, sisi ndio wenye mamlaka. Vunja mapando ya magonjwa, vunja kwa damu ya mwanakondoo. In Jesus, endelea kupasua, endelea kuvunja kwa damu ya mwanakondoo. Ukitaka unaziendea, sema na paa na kuwa miali ya moto, na paa na kaa kama tai, na wakamata, nafuata hayo mapando, na yavunja kwa damu ya mwanakondoo. Nafuata hayo mapando ya kuzimu, na yavunja kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai.
Vunja hayo mapando, vunja kwa damu Mwanakondo, vunja, fyeka kwa damu Mwanakondo, vunja kwa damu Mwanakondo, pasua kwa damu Mwanakondo, pasua. Nataka sasa tudai nyota yetu. You know the meaning of kudai? Kudai ni kucommand waachie nyota yako. Ni kucommand, yani wewe uliyeshika nyota na kukamata na kuvunja, achukua nyota yangu, ni kudai nyota yako, ni kudai biashara, ni kudai mchumba, ni kudai. Umekuwa ukiomba lakini sasa tunadai. Umekuwa ukiwa papasa na yale maombi ya baba njoo baba shuka, lakini sasa tunadai nyota zetu. Unaombaje sasa? Navaa mamlaka kwa damu Mwanakondo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Leo nadai nyota yangu ya ushindi, nadai nyota yangu ya ndoa, nadai nyota ya biashara, nadai na kuapisha ewe joka na kufyeka. Tapika nyota yangu leo, tapika nyota uliyemeza, nyota iliyopelekwa kuzimu, na idai, na ifuata, na ikusanya, na irudisha kwa damu Mwanakondo. Mwizi anapokamatwa analeta mara 7. Ameshika nyota leo, vote alivyofanya na nyota yako zinarudi. Kama nyota yako ilitumika kupata utajiri, ule utajiri utakufuata wewe, maana mwizi anapokamatwa analeta mara 7. Sema nadai nyota yangu, leta mara 7 kwa damu Mwanakondo. Nadai nyota yangu ya uzazi, leta mara 7 kwa damu Mwanakondo. Anza kumwambia leta mara 7 kwa damu Mwanakondo, leta mara 7. Umetumia nyota yangu kupata utajiri, leta mara 7. Umetumia nyota yangu kupata kazi, leta mara 7. Umetumia nyota yangu kupata fedha, leta mara 7. Umeuza nyota yangu kuzima na kufyeka na kuvunja nyota iliyotumika barahini, leta mara 7. Nyota iliyouzwa kwenye ulimwengu wa roho, leta mara 7 kwa damu Mwanakondo na uwezo wa Mungu aliye hai. Anza kumwambia achia nyota yangu leo, achia kwa damu Mwanakondo, leta mara 7. Sema leta mara 7, leta kwa damu Mwanakondo, leta nyota yangu, leta. Umetumia nyota yangu kupata fedha, leta kwa damu Mwanakondo, na hizo fedha nazidai. Leo nadai nyota na vyote ulivyofanya nyota yangu. Leo nadai mikono na vyote ulivyofanya na mikono yangu. Leo nadai akili na vyote ulivyofanya na akili yangu. Leo nadai mikono na vyote ulivyofanya na mikono yangu. Mwizi anapokamatwa analeta mara 7. Ndipo Bwana akageuza ule mateka. Leo tunageuza umateka kuibia nyota. Unaombea leta mara 7 kwa damu Mwanakondo, kwa damu ya Yesu. Anza kumwambia tapika nyota leo, tapika. Amemeza mali, ameweka tumboni mwake, Bwana atatoa tumboni mwake kwa damu Mwanakondo. Anza kumwapisha, anza kumwambia achia, anza kumwambia leta mara 7 kwa damu Mwanakondo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Navaa mamlaka tena kwa damu Mwanakondo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka tena kwa damu Mwanakondo. Leo nadai nyota yangu, na idai kwa damu Mwanakondo. Ameleta utajiri, amefanya utajiri kwa nyota yangu. Leo nadai akili yangu ametumia kuzimu, leo naidai kwa damu Mwanakondo na kufyeka na kupasua. Mwizi anapokamatwa analeta mara 7. Leo nageuza ule mateka kuibia nyota, na geuza ule mateka kufunga, leta achia kwa damu Mwanakondo. Nyota njoo, sema nyota njoo kwa damu Mwanakondo. Sema Alex njoo, sema Solomon njoo kwa damu Mwanakondo. Amekufunga nyota yako, imepelekwa na jina lako, leo kwa damu Mwanakondo. Amwambie achia nyota, leta na vyote ulivyofanyia na nyota yangu, achia kwa damu Mwanakondo. Achia nyota, achia, leta mara 7. Mwambie achia, leta mara 7. Umetumia nyota yangu kufanya biashara, achia kwa damu Mwanakondo, leta mara 7 kwa damu Mwanakondo. Maana Mungu anasema mwizi anapokamatwa analeta mara 7 kwa damu Mwanakondo. Ndipo Bwana akageuza ule mateka wa Ayubu, akambariki mara 2 zaidi. Kulikuwa na umateka wa magonjwa, lakini leo mwambie achia nyota, leta mara 7 kwa damu Mwanakondo. Na dai nyota yangu, na dai akili yangu, na dai hatima yangu, na dai elimu, na dai kwa damu Mwanakondo na uwezo wa Mungu aliye hai. Kwa damu Mwanakondo na wapasua walinzi wa kuzimu, na wafyeka walinzi wa madhabahu, na wafyeka. Achia nyota, achia biashara, achia kazi, achia maisha, achia uzazi wangu leo, achia Jesus, achia kwa damu Mwanakondo, achia na kupasua vipande. Umeiba nyota na kufyeka, leo nachukua hata nyota yako kwa damu Mwanakondo. Aonywae mara mingi na nashupava shingo yake inavunjwa na dawa haitapatikana. Ameonywa sana, umemwonya kwa mara mingi, umemwonya toka ile siku kwa
haujaokoka, umekuwa ukimuonya anatumia nyota yako, leo pasua kichwa chake, vunja hekima za wenye hekima, vunja akili za wenye akili, mwambie achia nyota leo, achia kazi, achia nyota yangu kwa damu ya mwanakondoo. Nyota imerudi sasa, nyota imerudi, naona nyota zimerudi. Nataka sasa tuamuru nyota zetu zingae, nataka tuamuru nyota zetu zingae, alafu tutavunja mafundo za kishetani, tutapasua, alafu tutaweka sheria kwenye ulimwengu roho. Nitawafundisha ni sheria gani, ndafundisha ni sheria gani. Nataka sasa unaombaje sasa, sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, naamuru nyota yangu ing'ae ilete mafanikio, naamuru nyota yangu ing'ae ilete fedha, naamuru nyota yangu ing'ae kwa damu ya mwanakondoo. Maana Mungu anakitisha watu na wafalme, nyota yangu nayo ing'ae ionekane na wafalme walete fedha, ionekane na wafalme ing'ae, nyota ya ndoa ing'ae, nyota ya biashara ing'ae kwa damu ya mwanakondoo. Anayezuia pasua, vunja, fyeka kwa damu ya mwanakondoo, haribu, teketeza, vunja kwa damu ya mwanakondoo, nyota ing'ae. Na kuna yule anajaribu kufunika, maana imeandikwa yule kerubu yafunikae, anafunika ndoa, anafunika biashara, anafunika maisha. Amuru nyota ing'ae, alafu iking'aa vunja anayezuia kwa damu ya mwanakondoo. Ni mwendo wa kuvunja, kuharibu na kuteketeza. Leo ni mwendo wa wachawi na waganga kuangukia pua. Leo ni mwendo, wataanguka kwa vinywa vyao, watakula ndimi zao wenyewe kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuamuru nyota yako ing'ae, nyota ya biashara ing'ae kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuamuru nyota ing'ae. In Jesus, Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka. Naamuru nyota yangu ing'ae, nyota ya ndoa ing'ae, nyota ya biashara ing'ae, nyota ya mke wangu na familia yake ing'ae, nyota ya laki ing'ae kwa damu ya mwanakondoo, nyota ya watu wao ing'ae kwa damu ya mwanakondoo. Anayezuia na mkamata, adui wa maisha yangu na mkamata, na mfyeka. Ewe kerubi ufunikae, unajiita mchawi, ewe kerubi ufunikae, mkuu wa anga anayezuia kuzuia nyota na kudondosha na kufyeka na kuvunja vipande vipande na kupasua na kusaga saga kwa meno ya chuma na kuharibu kwa damu ya mwanakondoo. Anayefuata nyota yangu ili aifunike na kufyeka, anayefuata nyota za watu wao ili alete magonjwa, anayefuata nyota yake kwa ubaya na mkamata na piga mikono yake na vunja. Mimi ndio Benaya mwana wa Yehoyada, mtu shujaa aliyepiga wakuu wa Moabu na yule simba aliyejificha kwenye shimo siku ya theluji, na vunja silaha za simba wa kuzimu na mpasua. Yule simba anayekuja kula biashara, anayezuia nyota ising'ae na mpasua. Maana imeandikwa imani ni bayana ya mambo yajayo na hakika ya mambo yanayotarajiwa kwa damu ya mwanakondoo. Kwa imani walizima makano ya simba, kwa imani walimiliki majeshi ya kigeni. Leo kwa damu ya mwanakondoo anayezuia nyota ising'ae na kufyeka yule simba anayekuja kula biashara na kukamata. Daudi akasema simba alipomrukia akamkamata ndevu, akampiga, kamua. Nami yule simba anayekula kula biashara, yule simba anayekuja kufunika nyota yangu, anayekuja kufunika nyota toa, na mkamata ndevu na mpasua na mfyeka. Vunjika simba wa kiganga, pasuka. Simba wa kuzimu, pasuka. Maana simba ameguruma. Yamkini kuna sauti mingi, lakini kila sauti ina maana yake. Hii ni sauti ya simba wa Yuda kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa alipigwa kwa ajili yetu, akateswa kwa ajili yetu, akachubuliwa kwa ajili yetu, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Lakini wapo watu wanazuia nyota ising'ae, na wakamata na wadondosha na wavunja na wapasua na wafyeka. Aliyeshika nyota ya elimu, pasuka vipande. Na amuru nyota ing'ae, nyota ya watu wao, nyota ing'ae, nyota ya ndoa ing'ae, nyota ya biashara ing'ae kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nataka sasa tupige mafundo. Ametengeneza mafundo, amechukua nguo akaenda akafunga kuzimu, akachukua wayo, ulikanyaga mali, akachukua ule mchanga akaenda akafunga, akapeleka kuzimu. Ulikuwa unakula miwa ukatupa, akachukua kile kipande cha miwa akakufunga. Kiko na DNA yako, kiko na chembe za uhalisia wako, akaenda kafunga mafundo za kichawi. Ndio maana Biblia inasema asipatikane kwetu mrogi, mchawi arogae kwa kupiga mafundo. Amekufunga. Nataka tupasue mafundo kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tupasue mafundo. Solomon, unapasuaje mafundo? Nataka Solomon aseme hapo, unapasua mafundo aje? Sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka tena. Mafundo yote ya kiganga yaliyotengenezwa kwa ajili yangu, mafundo yote ya kushinda yaliyotengenezwa kwa ajili yangu, na yakamata, na yafuata kwenye bahari, na yafuata kwenye anga, na yafuata juu ya miti, na yafuata kwenye mapango, na yaangamiza. Mafundo ya kuzimu na ipasua. Thank you Solomon. Mafundo yaliyotengenezwa juu na yapasua kwa Roho Mtakatifu,
na achia moto, na apiga mafundo ya kiganga, na yapasua aliyenifunga kwenye machupa, na ipasua aliyefunga nguo zangu, na ipasua aliyefunga akili yangu, na mpasua aliyefunga nyota yangu, na mpasua aliyefunga mikono yangu, na mpasua. Maana imeandikwa, amenizunguka kwa ukingo pande zote, amenifunga minyororo. Zile mafundo amekufunga nazo, anza kuvunja mafundo kwenye bahari, anza kuvunja mafundo yote yaliyotengenezwa kwa jina lako. Vunja, 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 teketeza mafundo, teketeza kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu, vunja mafundo kwa damu ya mwanakondoo. Pasua mafundo, pasua, usiogope, pasua mafundo, pasua. Maadamu unatumia mamlaka, si lazima ushout, unaweza sema tu nava mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Ukisema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai, kuzimu wanashangaa. Huyu ni mwana wa Mungu aliye hai. Huyu ni uso ya Bwana kwenye dunia. Huyu ni mkono wa Bwana kwa dunia. Vunja mafundo kwa damu ya mwanakondoo. Pasua mafundo kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, vunja mafundo, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Pasua, pasua, pasua kwa damu ya Yesu, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Vunja mafundo za kishetani, pasua, pasua kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, nachukua mamlaka tena, navaa mamlaka, na pasua mafundo yote ya kuzimu yaliyotengenezwa kwa ajili yangu, na pasua mafundo yote ya kiganga yaliyotengenezwa juu ya mke wangu na familia yake, na ipasua, na ifika, na ikanyaga mafundo yaliyotengenezwa juu ya watu hawa na familia yao, mafundo yaliyotengenezwa juu ya biashara yao, mafundo ya kiganga, na mpasua. Yule mchawi anayeroga kwa kupiga mafundo, na mpasua, na mfyeka, na vunja mafundo za magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, na wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Leo kwa damu ya mwanakondoo, mafundo kwenye bahari na ikanyaga, mafundo kwenye maji na ipasulia mbali, mafundo ya kishirikina na ivunja, mafundo ya kuzuia ndoa na ipasua leo, na ikanyaga, na ivunja vipande, pasuka kwa damu ya mwanakondoo. Vunjika kwa damu ya Yesu, haribika kwa damu ya mwanakondoo. Mafundo yametengenezwa na mshtaki wako, vunja mafundo, vunja kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu huyo jai mchawi, pasua yeye kwa damu ya mwanakondoo, vunja yeye kwa damu ya mwanakondoo. I conquer in the name of Jesus. You are conqueror in the name of Jesus. Wewe ndio shujaa wa Bwana, wewe ndio malaika wa Bwana, wewe ndio masihi wa Bwana, wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Wewe ndio Gideoni leo, wewe ndio Gideoni. Ule mkate wa shairi umeanguka mbele ya kambi ya Midiani kwa damu ya mwanakondoo. Upanga wa Daudi ndio upanga wako, upanga wa Gideoni ndio upanga wako. Vunja mafundo, pasua mafundo, pasua, usiogope, maana umepokea roho ya utumwa iletayo hofu, umepokea roho ya ushujaa, umepokea roho ya kiasi, umepokea roho ya damu ya mwanakondoo. Vunja kwa damu ya mwanakondoo, pasua mafundo kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tuangushe maneno yote ambayo yalisemwa kuzimu, ama maneno ambayo wewe uliyasema kwa kujua na pasipo kujua. Yale maneno sasa kumbe ni maneno ya kinyume. Ulisema wewe utakufa, ulisema wewe utakuwa maskini, ulisema ulikuwa ujui unasema, lakini ukasema, ikabaki kwenye ulimwengu roho. Na kuna mambo yalisemwa na wachawi. Kuna mtu alikwambia wewe utaona hautapata mchumba, kuna mtu alikwambia wewe utaona wewe ni kama maiti, kuna mtu alikwambia wewe utaona hautapata gari, wewe tuone pesa yako itakufikisha wapi, wewe tuone utatangatanga lakini utapata kazi, utatangatanga lakini utaolewa, ama utaolewa lakini hautapata mtoto, ama utapata watoto lakini watoto utakufa, ama watoto wako watakuwa hai lakini watakuwa ni watoto wenye upungufu fulani, ama utapata watoto vilema. Leo kwa damu ya mwanakondoo imeandikwa, sema neno nalo litageuzwa, sema neno nalo litaangushwa, fanya shauri nalo litabatilishwa. Leo kwa damu ya mwanakondoo, sema sasa, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Maneno yote niliyosema kwa kujua na pasipo kujua, ama maneno yote yaliyosemwa na mtu yoyote yule, mchawi ama rafiki ama mganga ama yoyote yawaye, ambaye amesema maneno ambaye enda kinyume na maisha yangu, na yaangusha, na yavunja, na yateketeza, na yaharibu. Hayatanipata mimi kwa damu ya mwanakondoo. Ufukara hautonipata mimi kwa damu ya mwanakondoo. Magonjwa hayatanipata mimi kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, sema neno nalo litageuzwa, fanya shauri nalo litabatilishwa. Nabatilisha maganga, nabatilisha maneno yote ya kinyume ya maisha yangu, na yavunja, na yafyeka kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja maneno yote ya kiganga, ya kichawi yaliyosema kwa juu yako. Anza kuangusha maneno uliyasema wewe kwa kujua na pasipo kujua. Anza kuangusha maneno za kishirikina, maneno ambayo na kinyume na maisha yako. Vunja, haribu, teketeza, haribu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai.
Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Napa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Napa mamlaka, imeandikwa sema neno nalo litageuzwa, fanya shauri nalo litabatilishwa. Imeandikwa walijikusanya wataanguka kwa ajili yangu. Wamekusanya maneno kwenye ulimwengu roho, niliyasema mimi kwa kujua na pasipo kujua. Wameyakusanya kwenye ulimwengu roho, wanaanza kuyatumia ili kunipiga mimi, na yaangusha, na yavunja, na yateketeza. Hayo maneno yaliyosema na waganga, na yafyeka. Hayo maneno yaliyosema na watu, na yaangusha, ambayo Baba enda kinyume juu ya maisha yangu. Maneno yaliyosema kwenye ulimwengu roho, na yafyeka, na yaangusha, na yateketeza. Maneno yaliyosema juu ya mke wangu na familia yake, maneno yaliyofanywa juu ya laki, na yaangusha. Maneno yaliyosema kwa kujua na pasipo kujua, na yaangusha kwa damu ya mwanakondoo, na yateketeza, na yapasua, na yafyeka, na yakanyaga, na yavunja, na yabatilisha, na yageuza kwa damu ya mwanakondoo. Yanakuwa kama mavumbi, na yageuza in Jesus name. Anza kuvunja kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, in Jesus name. Kwa damu ya mwanakondoo, vunja, angusha hizo maneno, angusha kwa damu ya mwanakondoo, angusha kwa damu ya Yesu, angusha kwa damu ya mwanakondoo, angusha. Tuko karibu kumaliza in the next 5 minutes. Angusha hizo maneno, ziangushe kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu. Una mamlaka paka ya kutengeneza maisha yako vile itakuwa. Una mamlaka ya kusema nataka maisha yangu iwe hivi na ama iwe hivi. Kama kuna mtu anakusumbua kazini, sema na kuangusha. Kama kuna mtu anakusema kwenye mema, sema nateka nyara fikra yake na ileta chini ya uongozi wangu kwa damu ya mwanakondoo. Nateka nyara mawazo yake na ileta chini ya uongozi wangu in Jesus. Kama kuna mtu anakusumbua kazini, kama kuna mtu anakusumbua kwenye maisha, kama kuna mtu mtu anakusumbua tu, sema nakuteka nyara kwa damu ya mwanakondoo, na leta mawazo yako chini ya uongozi wako. Kuanzia leo hautanisumbua mimi. Kuanzia leo hautaniaibisha mimi. Kuanzia leo kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa Bwana ameapa kinywa chake ya kwamba hata mfadhaisha Yakobo. Imeandikwa ameweka jiwe la pembeni lenye thamani juu ya Sayuni, na atakayeliamini hatapata aibu. Kuna mtu anataka kuaibisha kwenye maisha, sema na kukamata na kuleta chini ya uongozi wa Kristo, na kukamata na kuleta chini ya uongozi wangu. Hautoniaibisha mimi kwa damu ya mwanakondoo, na kuangusha anayeshindana nami kwenye kazi, na kuangusha aliyekaa kwenye nafasi yangu, na kuangusha aliyekaa kwenye nafasi yangu ya biashara, na kuangusha anayenisema kwenye ulimwengu, na kuangusha kwa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa sitaaibika mimi, maana Bwana ndiyo taa ya miguu yangu, Bwana ndiyo mwanga wangu. Kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, Bwana ndio mchungaji wako, hautapungukiwa na kitu. Kuna mtu anataka kukuaibisha, kuna mtu anakuletea maneno kazi, anza kumwangusha. Sema na kuangusha ewe dada fulani, na kuangusha ewe ndugu fulani, na kuangusha ewe kijana unayenisema, na kuangusha kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa kinywa cha mtu mwongo, kinywa cha ila kimesema uongo juu yako. Amekuzunguka kwa chuki, akakupiga pasipo na sababu. Anza kumwangusha. Imeandikwa Bwana usinyamaze, maana kinywa cha mtu mwovu na kinywa cha ila kimesema uongo juu yako. Amekuzunguka kwa chuki, akakupiga pasipo na sababu. Amekupiga kwa magonjwa, amekupiga kwa maneno, amekupiga kwa ufukara, amesema paka ikawa ukaanza kufutwa kazi. Amesema paka ikawa ukakosa mchumba. Amesema ameumba vitu kwenye migoro. Anza kumfyeka, anza kumkamata, mvunje, teketeza, mshushe kwa damu ya mwanakondoo. Maana kuna watu wanatumika na shetani na hawajui. Kuna watu ndani yao, kuna roho za watu waliokufa lakini hawajui. Wametuma kukuchelewesha, wanasema maneno kwenye migoro. Ametuma kukufadhaisha ili utende dhambi, wa kuandame. Sema na kuangusha uliyekuja kukaa kwenye nafasi yangu, na kuangusha uliyekuja kunizuia, na kuangusha kwa damu ya mwanakondoo, na kuangusha kwa damu ya mwanakondoo, na kufyeka kama ukuta wa Yeriko, na kupasua kama mnara wa Babeli, na kuangusha kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Anza kuangusha, anza kuwafyeka, anza kuwapasua in Jesus name. Kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, waangushe, wapasue, wafyeke kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye. Nataka sasa tujenge madhabahu za Yesu, nataka tujenge madhabahu za damu ya mwanakondoo, alafu tuweke ulinzi wa damu ya mwanakondoo, alafu tuweke sheria. Kabla tujenge madhabahu, nataka tuweke sheria kwenye ulimwengu roho ya kwamba mtu yoyote awai akipeleka jina lako, akipeleka vazi lako, akipeleka chochote ambacho kimetoka kwako
wako akipeleke kuzimu kukushtaki. Mshtaki wako akienda kuzimu, muamuru apasuke vipande vipande. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Leo naweka sheria kwenye ulimwengu roho. Mchawi, mganga ama mtu awaye yoyote akipeleka jina langu kwenye madhabahu ya giza, akipeleka jina langu kuzimu ya anga, akipeleka jina langu kuzimu ya nchi, akipeleka jina langu ama mavazi langu ama chochote ambacho kinanihusu mimi kwenye madhabahu ya kuzimu, kwenye madhabahu ya Baali, kwenye kafara zao, apasuke vipande vipande, avunjike, apasuke. Imeandikwa, hii ndio tauni ambayo itapiga aliyefanya chuki juu ya Israeli. Nyama zao zitawaoza wangali wamesimama, ndimi zao zitawaoza zingali kwenye mdomo wao, na macho yao yatawaoza yangali kwenye tundu za macho zao. Leo kwa damu ya mwanakondoo, sema katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa msaada wa Bwana, yoyote atakapeleka jina langu kuzimu, naweka sheria kwenye ulimwengu, avunjike, apasuke, ateketee, aibike, apasuke, avunjwe kwa damu ya mwanakondoo. Anza kwa damu ya mwanakondoo, anza kuweka sheria. Eka sheria kwenye ulimwengu roho, eka sheria kwenye ulimwengu roho. Yoyote atakapeleka jina lako kwenye madhabahu ya giza, avunjike vipande vipande. Atakapeleka jina la mtoto wako, apasuke vipande vipande kwa damu ya mwanakondoo. Unaombaje sasa? Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka tena. Yoyote awe yako na mwili na ama hana mwili, mshtaki wangu atakapeleka jina langu, atakapeleka jina la mke wangu na familia yake kwenye madhabahu ya giza, kwenye madhabahu ya kuzimu kwenye madhabahu ya kuzimu ya chini ama ya kuzimu si, popote atakapopeleka kwenye madhabahu ya giza, na amuru apasuke vipande vipande. Yoyote atakapeleka jina la watu hawa kwa damu ya mwanakondoo, apasuke vipande vipande, avunjike, aharibike, aibike, atahayarike. Imeandikwa, aliyefanya hasira juu yako atatahayarika na kuaibika, anayeshindana na wewe atakuwa sio kitu tena. Leo kwa damu ya mwanakondoo, akipeleka jina, ambia apasuke vipande vipande. Akipeleka kazi, ambia apasuke vipande vipande. Akipeleka vazi, apasuke kwa damu ya mwanakondoo. Naweka sheria na muhuri wa damu ya mwanakondoo, naweka sheria na mamlaka ya damu ya Yesu, naweka sheria kwenye migoro. Akipeleka mke wangu na familia yake, avunjike, atahayarike na kuaibika, apasuke, aingie kwenye shimo alilochimba. Daudi akasema, ingekuwa ni adui basi ningevumilia, lakini ni ndugu wa karibu, tulie, shiriki naye kwenye nyumba ya Bwana. Kifo na kimpate ghafla, ashuke pande za mwisho za kuzimu. Leo kwa damu ya mwanakondoo, yoyote atakapeleka jina langu, atakapeleka jina la watu hawa, na amuru apasuke, ashuke pande za mwisho za kuzimu. Kifo na kimpate ghafla, ashuke kuzimu, angali hai, asikufe kifo cha kawaida. Kama Bwana umenituma, asikufe kifo cha kawaida, maana Baba ndio adui wa maisha yangu, maana Baba ndio adui wa elimu yangu, maana Baba ndio adui anayekuja kula biashara. Akipeleka jina, akipeleka vazi, akipeleka nguo, akipeleka chochote, akipeleka mtoto wangu, akipeleka uzazi wangu, akipeleka nguo yangu, akipeleka nyota yangu, apasuke vipande vipande, aibike na kutayarika, asagwe, avunje, ateketee, avunjike, vunjike, kama vile tumbo la Yuda Iskariote lilivyopasuka, kama vile moyo wa Absalomu ulivodungwa na Yoabu, naye adungwe. Maana imeandikwa, zile mkuki zao zitatumika kuwadunga nao mioyo, na zile upinde zao zitavunjwa. Avunjike kama upindo zao, avunjike vipande vipande. Naweka sheria kwa damu ya mwanakondoo, naweka sheria katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Eka sheria kwa damu ya mwanakondoo. Ukiweka sheria inakubalika kwenye mingoro. Akipeleka jina, anapasuka vipande vipande, anavunjika kwa damu ya mwanakondoo. Waanze kuanguka moja baada ya mmoja. Utashangaa kwenye ukoo watu wanaanza kukufa. Utashangaa kumbe yule ni mchawi. Utamwona kwenye ndoto ameanguka. Utamwona amepeleka jina lako kwenye madhabahu ya giza. Utamwona ameshika nguo zako za ndani. Utamwona, mimi nimeona wachawi wameshika suruali za watu za ndani, wanazipeleka kwenye madhabahu, wanacheka, wanafurahia, lakini aliyepeleka anafungwa. Leo kwa damu ya mwanakondoo, amuru yoyote atakaye kupeleka kwenye mingoro, avunjike, apasuke, avunjike kwa damu ya mwanakondoo, atahayarike, waanguke. Imeandikwa, utaanguka, utaangusha 10,000 upande wa kushoto, wa kulia, na utaangusha 1000 upande wa kulia, lakini hata hivyo mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hemani mwako. Amuru sasa, akipeleka jina, avunjike vipande vipande. Akipeleka nguo, avunjike vipande vipande. Akipeleka picha, apasuke vipande vipande kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Nataka sasa tuvunje alama na chapa za mauti
Maana Biblia inasema tuko milini mwetu tumebeba chapa za damu ya mwanakondoo, mtu yote asitutaabishe. Paulo anasema tuko na chapa za damu ya mwanakondoo. Kuna watu wamekiwa chapa za kuzimu, kuna watu wamekiwa chapa za ufukara, kuna watu wamekiwa chapa za magonjwa. Nataka tufute chapa na mihuri za giza, tufute chapa. Solomon, tunaombaje hapo sasa? Solomon anajua kuomba. Solomon, tuonyeshe sasa kwa damu ya mwanakondoo. Unaombaje? Sema, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Nafuta kila chapa ya magonjwa, nafuta kila chapa ya kuzimu, maana imeandikwa niko na chapa za damu ya mwanakondoo, mtu yote asinitaabisha. Chapa za mauti nazifuta, chapa za kushindwa nazifuta, chapa za ushirikina, chapa za ufukara, chapa za maradhi nazifuta, chapa za ufukara nazifuta kwa damu ya mwanakondoo. Chapa nisiolewe aliyetengeneza juu yangu, na hizo mihuri nazifuta kwa damu ya mwanakondoo. Futa chapa kwenye mwili, futa hizo chapa, futa kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Kuna watu wako na chapa kwenye mwengo roho. Umewekewa chapa, ile chapa ya kuzimu ndo wanakufuata nayo. Umewekewa chapa ufukara unakufuata ukiingia, unakufuata ukitoka. Na Biblia inasema atakubariki uingiapo, atakubariki utokapo. Lakini uko na chapa za ufukara zinakufuata left, zinakufuata right. Kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Nafuta kila chapa ya mauti, nafuta kila chapa ya kuzimu iliyowekwa kwenye mwili wangu, nafuta kila chapa iliyowekwa ya kuzimu juu ya mke wangu na familia yake, nafuta kila chapa ya mauti iliyowekwa juu kutoka kuzimu. Maana imeandikwa tuko na chapa za damu ya mwanakondoo, mtu yote asinitaabishe. Imeandikwa yule aliyeniwekea chapa avunjike, ataharike, apasuke vipande, aangamie, akufe kwa damu ya mwanakondoo. Na achilia mauti juu yake, maana ameweka chapa za magonjwa jongo, na mwekea yeye kwa damu ya mwanakondoo. Ameweka chapa za ufukara, na mwekea yeye. Nikifuta kila chapa ya mauti, nikifuta kila chapa ya ufukara, nikifuta kila chapa ya kuzuia hatima, nikifuta kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu nafuta chapa zote za kuzimu kwa jina la Yesu. Imeandikwa mapango yasiyotokana na Mungu kwa damu ya mwanakondoo. Na ngoa kila mapando kwa damu ya Yesu, navunja kila mapando in Jesus name. Chapa za magonjwa naziharibu kwa damu ya mwanakondoo. Chapa za kushindwa nazifyeka kwa damu ya mwanakondoo. Chapa hizo nazivunja vipande kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tujenge madhabahu. Unaombaje sasa? Sema, kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa mimi ndio mwamba ambayo hekalu la Bwana limejengwa, na malango ya kuzimu hayatanifikia. Leo katika jina la Yesu Kristo najenga madhabahu mapya ya damu ya mwanakondoo. Najenga madhabahu ya Bwana wa Israeli. Najenga madhabahu katika jina la Yesu Kristo, madhabahu ya ushindi. Naika ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Naika malaika wa ulinzi alinde madhabahu yangu, anilinde niingiapo, anilinde nitokapo kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa malaika wa Mungu hufanya matuo kwa wale watu wanamcha Mungu kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujenga madhabahu ya damu ya mwanakondoo. Jenga biashara. Ukijenga biashara kwa damu ya mwanakondoo, wachawi wanaaibika na kutayarika. Ukijenga maisha yako, wachawi wanaaibika na kutayarika, wanakuwa kwenye njia ya utelezi, wakiamuka wanaanguka. Malaika wa Mungu anawafuata, maana uko na chapa za damu ya mwanakondoo. Umejengwa kwa mwamba imara. Bwana ndio kimbilio lako, Bwana ndio taa ya miguu yako. Jenga, wewe ndio mwamba, wewe ndio hekalu la Bwana kwa damu ya mwanakondoo. Anza kujenga, na weka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Najenga madhabahu mapya ya damu ya mwanakondoo. Najenga madhabahu kwenye biashara. Najenga madhabahu ya damu ya Yesu, nikiweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa mimi ndio mwamba ambaye hekalu la Bwana limejengwa, na malango ya kuzimu hayatanikaribia. Navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Naweka msingi wa damu ya mwanakondoo juu ya maisha yangu. Najenga madhabahu ya damu ya Yesu juu ya mke wangu na familia yake. Najenga madhabahu ya ushindi. Najenga madhabahu ya ushindi. Nayajenga tena nikiweka malaika ya ulinzi, nikilinda kwa damu ya mwanakondoo. Naweka ulinzi wa damu ya Yesu. Najenga madhabahu ya moto juu ya watu hawa. Najenga madhabahu ya damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo juu ya watu hawa. Najenga madhabahu imara. Naweka ulinzi kwenye biashara zao, naweka ulinzi kwenye maisha yao, naweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Maana imeandikwa kwa mkono wa Zerubabeli ataweka msingi, na kwa mkono wake atajenga ukuta. Ndivyo utakavyojua ya kwamba Bwana umemtuma, maana hakuna wezaye kudharau siku ya mambo madogo. Maana walifurahi walipoona timazi kwa mkono wa Zerubabeli, na zile 7 ambazo ndio macho zako ambazo zinazunguka kote kutulinda sisi. Leo kwa damu ya mwanakondoo najenga madhabahu mapya ya damu ya mwanakondoo. Najenga madhabahu ya ushindi juu ya watu hawa. Najenga madhabahu nikiweka ulinzi wa moto, nikiweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo. Naweka ulinzi wa shaba, naweka ulinzi wa damu
damu ya mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Naeka ulinzi sasa, naeka ulinzi, nikijenga madhabahu kwenye biashara zao, nikijenga madhabahu juu ya watoto wao, nikijenga madhabahu juu ya kazi zao. Imeandikwa, ule atulindaye halali hata tuacha tuaibike, atulindaye halali wala asinzie. Mkuu wa Israeli hataacha mguu wetu usongezwe, atatulinda tuingiapo, atatulinda tutokapo. Lakini leo tunajenga madhabahu ya damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo. Najenga madhabahu ya ushindi, najenga madhabahu ya baraka, najenga madhabahu ya imara, najenga madhabahu ya afya njema, najenga nikiweka ulinzi kwenye kazi zao, nikiweka ulinzi waingiapo, nikiweka ulinzi watokapo, nikiweka ulinzi kwa chochote watakachofanya. Maana Baba umebariki kazi ya mikono yao. Yule adui aliye namkamata, namtafuna, yule adui aliye namkamata, namfunga, nikimteketeza, nikivunja kila ngome ya giza, nikipasua, nikifyeka, nikiharibu kwa damu ya mwanakondoo na uwezo o Yesu aliye hai. Maana Mungu wetu anajibu kwa moto. Yule ajibaye yule anayejibu kwa moto ndiyo Bwana wetu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele Jehova. Navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, mbingu ni mbingu zako, lakini nchi umetupa sisi. Navaa mamlaka. Kama kuna madhabahu imesalia juu yangu, ama imesalia juu ya watu hawa, ama imesalia juu ya mke wangu na familia yake, na ikamata madhabahu madogo, madhabahu makubwa, madhabahu ya kitengo cha juu, madhabahu ya kitengo cha chini, nazisaga, nazipasua. Kama kuna mshtaki amebakia, namfyeka, namfuata kwenye bahari. Maana imeandikwa, alijichimbia shimo cha kina mpaka kuzimu, mkono wa Bwana utamfuata. Alijipandisha juu kwenye milima, atashushwa. Leo na washusha washtaki wote wa watu wao, na washusha kwa damu ya mwanakondoo, nikiwafyeka, nikiwakanyaga, nikiwapasua, nikiwasaga, wanakuwa kama makapi. Na geuza wachawi wenye anga, na wageuza wachawi kwenye bahari, na geuza wale wachawi wanakuwa kama kinyesi kwenye uso wa nchi. Wale wakuu wa anga na wageuza wanakuwa kama samari kwenye uso wa nchi, na wasaga na wapasua. Wataaibika wao, watatahirika wao, na wafadisha aliyekuja kula biashara, yule mshtaki wa ndoa yake, ule mshtaki wa biashara yake, ule mshtaki aliyetuma kutoka kwenye bahari, ule mshtaki aliyetuma kushika ndoa yake, yule mshtaki aliyetuma kumfunga. Leo namkamata kwa msaada wa Bwana. Nalifuatilia jeshi kwa msaada wa Bwana, naliruka kuta. Daudi akasema, Baba niwafuate, je nitawapata? Nitarudisha vyote. Nami nawafuata kama vile Ibrahimu alivyofuata na utumishi wake 300, akawapiga watu waliomchukua Lutu, akawapasua, akachukua mali. Nami nawafuata washtaki waliiba nyota, na wakamata, na wafyeka, na wasaga, na waapisha kwa damu ya mwanakondoo. Achia nyota za watu wao, na waapisha. Achia hizo kamba, na wafunga washtaki wao. Hizo kamba, na wafunga wachawi wakuu, na wafunga kwa minyororo ya giza. Achia nyota, na pasua kila mikataba ya kuzimu, na pasua kila mikataba ya magonjwa, na ipasua. Maana ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na sisi ndio wenye nguvu, sisi ndio masio Bwana. Achia maisha yao, achia. Ewe mganga uliyejipanga kushindana na, imeandikwa, pembe za Moabu zimevunjwa na mkono wake wa kuume umekatwa. Leo nakata mkono wa kuume wa mshtaki, na upasua mshtaki wa wana wa Mungu, na mpasua mganga aliyetengeneza mayo, na mpasua, na vunja nyungu zao, na pasua silaha zao, na ziteketeza silaha za magonjwa, na zipasua silaha za kuzimu, na zifyeka. Aliyeniandama eti zuia huduma yangu, na kukamata kwenye ulimwengu, na kufyeka yule adui anaizuia ndoto, na kukamata, na kupasua. Achia maono yangu ya usiku, achia maono watu wa amekuja kumfunga leo, na kukamata. Maana roho ya Bwana juu yangu, tena minitia mafuta ili kuwatangazia maskini habari njema, vipofu kupata kuona kwao. Aliyekuja kumpiga watu wao kipofu, na mkamata, na mpiga yeye na upofu. Mwana wa ibilisi huyo amekuja kula biashara, na kupasua na mikataba yako, na madhabahu yako, na magonjwa yako. Nakataa watu wao wafungwe kwenye magonjwa, nakataa watu wao wafungwe na ndoa za kishetani, nakataa watu wao wafungwe na minyororo ya giza. Nakataa kwa damu ya mwanakondoo, nikiweka madhabahu ya imara, nikiweka madhabahu ya moto ya damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo. Naeka ulinzi juu ya watu hao, naeka ulinzi juu ya biashara zao, naeka ulinzi wa moto wa damu ya mwanakondoo. Maana Baba imeandikwa, utatuketisha na wafalme, tutakunywa maziwa za mataifa kwa damu ya mwanakondoo. Baraka na zidhihirike, nyota na zionekane, nyota zing'ae kwa damu ya mwanakondoo, ndoa zing'ae, biashara zing'ae kwa damu ya mwanakondoo na uwezo wa Mungu aliye hai. Tumeomba haya machache kwa kuamini kwa damu ya mwanakondoo. Let your will be done in Jesus name. Amen.